Napenda kushirikisha na kuwakaribisha katika hii simulizi ya maisha ya Flora. Flora anasema, mnaweza kuniita Fifi. Na ni mzaliwa wa Arusha. Ninahitaji kuwasimulia simulizi yangu na mapito yangu. Anakuambia nimeishi na wazazi wangu wote wawili. Baba akiwa ni mwalimu na mama akiwa ni mfanyabiashara tu. Alikuwa na kibanda nje ya nyumbani. Kwa hiyo maisha yetu yalikuwa matamu sana, maana sisi kwetu tulizaliwa watatu. Mimi na kaka zangu wawili. Flora anatuambia kwamba mwaka 2013 baba yake na Flora aliugua ghafla na kupoteza maisha. Kwa hiyo msikilizaji, kipi kilichojiri katika hii simulizi ya binti yetu Flora? Karibu msikilizaji, usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa mistari na hii simulizi. Lakini kubwa zaidi, group WhatsApp niko karibuni kufungua. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unataka simulizi ambazo unaona kabisa bana, hizi simulizi hizi ni za kusikiliza nyakati za usiku tu nikiwa na bebe, ama nikiwa ile yataka kabisa mambo fulani hivi, niko karibuni kulifungua. Kwa hiyo itakuunganisha humo, ili tu kama utapenda simulizi ya namna hiyo basi nitakutumia. Maana tukiziweka huku kuna mambo yanaweza katokea tukapoteza channel kabisa simulizi. Basi karibu tuendelee na simulizi yetu ya binti Flora. Kiukweli maumivu yasiyoelezeka ndio ambayo yalizidi katika familia. Baba ndo alikuwa mtu anayetegemewa kwa asilimia kubwa sana pale nyumbani. Kaka zangu walikuwa chuo, mimi ndo nilikuwa form 4. Basi likao limepita lile, mama kwa sababu alikuwa anasubiria pensheni ya baba, ikabidi akakope ili kaka zangu waendelee na vyuo. Alifanya vile mama, na mimi niko nimemaliza kidato cha 4, niko nimefaulu vizuri. Na hapo maisha yalikwisha kuanza kuyumba. Japo tulikuwa tuna nyumba za kupanga, lakini ndio hivyo, pesa hazikutosha. Kaka yangu mmoja kwa mwaka tu ada yake alikuwa kilipa shilingi milioni 2. Na alikuwa anasoma nje. Manake aliniambia mafao ya baba kipatikana basi na mimi nitenda shule huko huko. Kwa hiyo niko nimehamia mimi msikilizaji kibandani, nikiwa namsaidia mama kupambana, na tulikuwa tunapambana mpaka tone la mwisho. Baada ya miaka kama 2, na hapo nilikuwa sijaenda shule, bado pesa ilikuwa inasuasua. Kipindi hicho tunafanya kazi mgawani mimi na mama, na kumbe mama bwana pesa yote alikwisha kupata, na alikuwa amepata kamchepuko. Wakawa shapanga mambo yao na zile pesa. Lakini kibaya zaidi, kaka zangu pia walikuwa wanajua hilo na walishapewa pesa, na mimi sina muda wa kufuatilia watu. Yaani mimi muda wote nilikuwa kibandani, nitajua nini? Nilikwisha kujipatia zangu vijipesa kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nimeamua kukanga miogo pamoja na ndizi asubuhi na jioni. Halikadhalika vichwa vya kuku, miguu, firigisi. Nadhani Waswahili wenzangu mnanielewa. Basi bwana, ikiwa imefika mwaka 2015, sioni dalili yoyote ile ya kupelekwa shule. Na hapo nyumbani nilikuwa siwaelewi. Kaka nao naona maisha yalikwisha kuanza kuendea poa. Sio kwa kuvaa, walikuwa wanavaa sana. Sasa mimi nikawa najiuliza, mbona kama mimi jamani maisha yangu ndo yamekuwa magumu? Ilifikia sehemu majirani wakawa wanasema eti kwamba itakuwa wewe Flora au Fifi, so mtoto wa mama Richi. Richi ni kaka yangu wa kwanza, wa pili anaitwa Enoch. Basi ukisikia ule msemo wa wanafamilia wakitaka kukaa, unaonekana wewe
huna dhamana au huna pointi, unatumwa soda. Wewe ni mtu wa kutumwa. Ndo mimi sasa. Flora anasema nilipitia hayo yote. Wenzangu wakiwa wanataka kuzungumza wananiagiza soda. Basi wanapanga mambo yao, mara naona nyumba ikaanza kukarabatiwa. Flora anakuambia sijakaa sawa kaka. Kaka mkubwa akamiliki gari. Mara mama harudi nyumbani. Siku nyingine mara nasafiri, mimi napewa taarifa tu. Ni kwamba asubuhi ndo nashangaa tu mtu hayupo. Basi kaka yangu wa mwisho huyu Enoki ndo kidogo alikuwa ananisemesha. Japokuwa kwa akili alikuwa ananiambia mdogo wangu, wewe pambana. Ukiona umepata vijipesa vya kwenda shule, niambie. Nilimuuliza, kwani kama mliona mkinipatia pesa hiyo ya ukarabati kidogo tu, nikaenda chuo hata kwenda kusomea mapishi, ningefaidika sana kaka. Anakuambia kaka, alichonijibu ni kwamba wewe upo dunia 12. Acha sisi tulio dunia 22 tuenjoy. Flora anasema kaka sikumuelewa. Basi niko nimeendelea zangu na maisha, nikawa napata pesa, ela nyingine nilikuwa natunza. Msikilizaji, asikwambie mtu. Yaani ukidhamiria biashara na ukaona malengo nayo utaifurahia. Nilikuwa nikiweka pesa zangu M-Pesa, maana ndani nilikuwa naogopa sana. Mimi na mama tukua kama mtu na mke mwenzake. Yaani hatuendani au hatuelewani. Hasa nikitia neno shule ndo namchafua kabisa mama. Maisha lisonga mbele. Mama kibandani mwiko. Ako hafiki. Yaani mama yeye alikuwa ni mtu out za kushato. Anakuja kuchukuliwa na watu wakubwa, anaondoka. Mimi kimya tu. Haikupita muda mama alinunua gari. Nikasema hadi gari wanazo. Lakini mimi naonekana ni zoba tu mtaani. Majirani walikuwa wananiona mimi ni zaidi ya mfanyakazi pale nyumbani. Na tena wageni walikuwa wanajua mimi sio mwanafamilia kabisa. Kwa jinsi nilivyokuwa nimekaa. Basi tuliendelea na maisha. Kila mtu na 50 zake. Mimi pembeni kama mkongojo. Wala sikuwa kabisa na support yote. Maisha yale nilikwisha kuyazoea. Nilikwisha kujikusanyia vijipesa vyangu vya kutosha. Nilikuwa na kama 800 hivi. Na hapo nilikwisha kabisa kupokea pesa yangu ya mchezo. Ilikuwa nimebakiza mchezo mmoja tu ambao ingetimia milioni na vipointi. Kwa sababu nilikuwa nimefaulu kwenda form 5. Na nikawa sijaenda, nikiwa natafuta chuo sasa ili niende. Nilianza application, nilikuwa nimetuma sehemu, na Mungu ni mwema, nilichaguliwa UDOM Dodoma. Basi sasa hapo kwa kuanza kujiandaa ninunue vinguo, viatu, mazagazaga ya kike. Si unaelewa tena. Sio unaenda chuo kama umefukuzwa nyumbani kwenu. Na hapo kumbukeni hakuna anayejua maisha yangu mimi. Ni mimi na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Esther. Basi nilikuwa nimejiandaa vizuri, zilikuwa zimebaki siku kama 4 niende zangu Dodoma. Nilimuita mama nikamwambia. Mama, mimi nataka kwenda chuo. Jamani, yani ilikuwa kama vita. Kwa sababu nimesema kitu kibaya, sijui alihisi hivyo, mimi sijui. Akaniambia, mama, sahau kuhusiana kusoma. Wewe babako alisoma akapata kazi. Ona alichoambulia ni pressure tu pamoja na kifo. Mimi sina pesa za kupoteza huko. Bora ungesema kwamba unataka kuolewa, nije kukuletea labda nanili vitu kwako, makabati, kitanda, na sio masuala kusoma. Hebu niondoke hapa. Nikamwambia, kwa hiyo mama, unaona kabisa makabati na vitanda ni bora kabisa kuliko hata kusoma? Msikilizaji, nilitokwa na machozi nikiwa nimeumia hatari. Nikajisema, au sio mamangu? Mbona kama ananifanyia haya ambayo nahisi kabisa ni unyanyasaji? Niko nimejiandaa zangu, ilikuwa ni majira ya mchana tu, siku ya Ijumaa. Ilikuwa inaelekea jioni. Nishakata zangu tiketi ya kutoka zangu Arusha kwenda Dodoma.
Maanake hatakuwa na tabia ya kula kwa pamoja. Yaani kwamba kila mtu alikuwa anakula kivyake. Kwa hiyo niliwasubiri wote, nikaona wote wamekwisha kurudi. Nikaanza na mama kumwambia kwamba kesho mimi naondoka naelekea chuo. Akaniambia ushapata mwanaume wa kukulipia ada, si ndio? Nilimwambia hapana mama. Mama, ni mimi tu mwenyewe. Nimepambana. Alicheka sana akaniambia, kama unaenda huko nisisikie maswala kuniomba pesa. Wala shida yoyote, wewe ukiwa huko mwambie alokutafutia chuo kusaidia. Full stop. Alifunga mlango mama, nikamwambia kaka. Nikamwelekeza vizuri kaka yangu, naye hivyo hivyo. Nikasema basi uzuri mimi nimeaga, sijatoroka nyumbani. Ilipofika asubuhi nikawa nimemseti mtu wa bodaboda haraka, akawa amenifuata, nikaenda zangu. Nilipofika sasa sina mwenyeji wala chochote. Nilifika nikawa nimechukua toyo mpaka chuoni. Nilipokelewa vizuri tu, nikaonyeshwa hostel, maisha yakaanza vizuri. Mama yangu hakutaka kujua hata mimi niendeleaje au hata nilifika salama ama la. Jamani msikilizaji, acheni bwana. Nikaanza masomo. Lugha ikawa mgongano, lakini hivyo hivyo nikawa nalisongesha gurudumu. Niliwaza kwa sababu ada najilipia mimi mwenyewe, kwa nini sifanye hata kibiashara? Nianze kuuza ubuyu angalau hela iendelee kujaja. Basi nilianza kuuza ubuyu vizuri tu. Semester niliyokuwa nayo au watu ambao nilikuwa nasoma nao walikuwa ni watoto wa kishua kinoma sana. Kwa hiyo kutoa pesa kwao ilikuwa sio ngumu. Nikileta ubuyu wa shilingi 10,000 unaisha ndani ya masaa machache. Nikanogewa kuuza, maisha pia akawa nazidi kusonga, na kuna kipindi nilipata changamoto nikaumwa sana. Kwa pesa niliyokuwa nayo ilikuwa ni kidogo. Na nikawa nadaiwa ada. Kudaiwa ada ya hostel pia bado sijala, bado sijaenda hospitali. Jamani, hapo nilikuwa nasubiri Arusha wavunje kikoba, wanipatie kijipesa changu nilichokuwa nimekiacha huko, ni kama 370. Hivyo basi nilikuwa na shoga yangu alikuwa anaitwa Nancy. Akawa amenishauri kwamba tuuze mgahawa wa mama yake mdogo wakati tukiwa likizo, ili tu tujipatie vijipesa vya kujilipia ada. Na mimi sikubisha, tushasoma semester ya kwanza. Ijayo ni kukaa hostel. Tukasema tutapanga chumba au tutapanga geto. Basi baada ya mitihani kwenda tukawa tumepata likizo, na hapo nilikuwa natakiwa kutafuta ada na pesa kununua vitu vya geto. Basi ilikuwa ni maeneo ya stendi tu ndo mgawani au ndo mgao ulipokuwepo. Yule Nancy alimseti mama yake, ikabidi nianze kazi. Jamani, asikwambie mtu, nilikwisha kuzoea kuuza miguu ya kuku, lakini masuala ya chakula na changamoto. Usipozoea wateja unaweza ukakwazika. Nilifanya kazi kwa bidii. Kwa siku nilikuwa nalipwa shilingi 2500. Maana mimi kupika sikuwa najua. Sikuwa najua kiivo, lakini nilikuwa napika kidogo. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kuosha vyombo na kusambaza chakula. Sasa kule nilikuwa nasambaza chakula ndo nikawa nimekutana na aliyebeba jina la story yetu hii. Basi kazi yangu ilikuwa ni kusambaza chakula mitaani. Kulikuwa kuna sehemu moja hivi, kulikuwa kuna garage ya magari. Kwa kila siku nilikuwa napeleka hapo chakula. Sasa bwana, kumbe bosi wa ile sehemu naye nilikuwa nikimhudumia, japokuwa mimi nilikuwa sifanye, simjui. Mimi nilikuwa nahudumia kawaida tu. Jioni nikiwa napitia pesa yangu naambiwa akachukua kwa yule kaka. Nenda kwa yule kaka pale atakupa. Alikuwa ni mtu fulani hivi aliyekuwa serious sana. Sana. Ukifika ni lazima umsalimie, manake hata sikuwahi kabisa kuona akiwa ananitania tania kama wengine wa pale. Nikawa nachukua, kukibaki chenchi na mrudishia, ananipatia jero hivyo hivyo. Kila siku maisha yalikuwa yanazidi kuenda, isipokuwa Jumapili tu tulikuwa tufanye kazi. Maisha yaliendelea kwenda, likizo ikawa imeisha, nikawa nishakusanya vijipesa vyangu, nikawa nimerudi chuo. Basi nikiwa muda huo nishasahau masuala ya mama ntilie tena, maana nisharudi chuo. Kuna siku nilikuwa nimekaa pale nikiwa chuo, namba mpya ikawa imenipigia simu. Nikasema halo. Nikasikia halo, mambo vipi, kwa sauti nzito tu.
ya kibabe. Nikawa nimeogopa, lakini nikajitia moyo safi, nikasema shikamoo. Nikasikia marahaba, mzima? Nikasema mimi mzima. Nani mwenzangu? Akaniambia bwana, hata sauti yangu shaisahau au? Nikamwambia ndio, sauti kama ningeni kwangu. Akaniambia mimi James. Nikamwambia mbona jina geni tena? Wa wapi? Gereji hapa. Nikawa nimekumbuka, nikasema okay. Kwa Mawenge hapo. Na uoga nikawa nimesalimia tena. Nikasema shikamoo. Hebu acheni bwana. Akaniambia umeacha kazi? Nikamwambia hapana, nilikuwa kwa muda tu. Sasa hivi nimerudi chuo. Akaniambia kumbe unasoma? Nikamwambia ndio. Akaniambia basi sawa. Nilikuwa nakupatia tu hai. Baadaye sasa hivi kuna majukumu fulani vinafanya. Kwa hiyo save namba yangu. Akawa amekata simu. Nikaanza kujiuliza alompa namba yangu ya simu ni nani? Maana hakuna aliyokuwa na namba yangu pale kijiweni garage zaidi tu ya bosi wangu. Nikasema anyway, sikuwaza. Nikaendelea na mambo yangu. Nakumbuka kuna siku nimekaa sina hilo wala lile. Mara muamala uko umesoma GHJ28615T sijui imethibitishwa umepokea shilingi 120,000 kutoka kwa James Ng'ombe. Nikasema nikawa nimeshtuka. Jina nikasoma, nikawa nimekumbuka tu jina la kwanza, nikajua ni yeye. Lakini nikasema atakuwa amekosea namba. Nikaanza kuwaza kumpigia simu. Nikasema vipi, nikashindwa. Nikasema ikifika saa 1 usiku haja nitafuta, nitampigia simu mimi nimwambie umekosea kutuma pesa. Ilipofika jioni mara akawa amenipigia. Akasema halo. Na sauti lake libali baya kubwa tu, linaniogopesha. Yaani ni mbabe sana. Nikamsalimia shikamoo. Akasema marhaba. Au jambo? Nikamwambia si jambo. Nimekutumia hela hapo, umeiona? Nikamwambia ndio. Haya basi utaitumia kwenye matumizi yako madogo madogo. Akasema sawa. Lakini ndugu yetu anasema, kabla sijamalizia kuongea akasema jioni njema. Akasema mbona kama kituko hiki? Kaka nikawaza ana maana gani? Lakini amenikwamua kiuchumi, manake kodi ndio ilikuwa inakaribia kabisa, bora hata ada nilikuwa nishaisogeza. Kwa hiyo maisha akasogea hivyo hivyo, hatuna mawasiliano huko nyumbani, hamna anayemtafuta mwenzake, manake mimi wa kwanza kabisa nilikuwa naogopa kabisa kwa ubabe wake pia kumtafuta James. Lakini pia hafai hata kuzoeleka. Siku zikasogea, kwa kuwa shoga yangu alikuwa anamaliza mwaka ule, wakafanya mitihani yao, wakaondoka kusubiri graduation. Kwa hiyo pale getoni nilikuwa nimebaki mwenyewe tu. Nikawa nawaza nitafute mwenzangu niwe nakaa naye pale tuchangiane pesa, lakini kajisemea wacha nikae tu kwanza mwenyewe japo kidogo tu, nimalize mwaka wa kwanza ili maisha yaende. Nilianza kuwaza nikimaliza nitafanya nini kupata ada kumalizia mwaka wa pili. Nilikuwa nakuna kichwa mpaka basi, lakini niliendelea kukaza, japokuwa baada ya mwezi mara ikawa imethibitishwa tena umpokea 300,000 kwa wakala. Sasa sikujua ni nani katuma ile pesa. Nikawa nimekaa tena na ile pesa ndani ya siku 3 katika simu. Ndipo akawa amenipigia tena simu, we haujaiona hela? Nikamwambia niliona. Sasa sikujua ni nani alikuwa ametuma. Akaniambia hauna magendo yako wewe, haujui nani katuma wakati mimi ndo nakutumiaga pesa. Akasema kajuaje jamani kwamba hakuna anayenitumia pesa mwingine? Na ni kweli kulikuwa hakuna mtu yote alikuwa ananitumia pesa zaidi yake tu. Basi nilikuwa nimemuuliza mbona ni nyingi sana hizi pesa? Akaniambia lipa kodi, fanya na ya kumalizia ada, alafu then mwaka unaokuja ukajitafutie uwe na siku njema. Akawa amekata simu. Nikaanza kusema au ni jini jamani, mbona kama anajua mambo yangu sana. Nilifanya mtihani wa kumaliza first year, nikawa nimerudi Mageto. Na hapo nyumbani Arusha nilikuwa sitafutwi na yoyote yule zaidi ya shoga yangu. Jirani yangu ananiambia tu mama ameolewa, kaka zangu nao wameoa wote. Mwaka huu tu mambo yamekwisha kubadilika. Nikaambiwa pale wanapiga mnada pale nyumbani, wanataka wapauze, wamenunua Njiro nyumba. Basi mimi nisemeje? Ni kama nishakuwa
mtu ambaye nimetengwa. Sipendwi kwao, hawanitaki hata kinafiki tu. Nikajisemea wacha mimi nisome, nijitafutie maisha yangu, maana pale sio kwangu, ni kwao, na sina yoyote ambaye ananifuatilia wala kwa karibu na mimi. Niliendelea kupambana, nikaendelea na maisha yangu. Na hapo nilikuwa tu Mageto. Nikawa nimempigia yule mama ntilie kama kazi ipo, akasema alokuwa ameenda kujifungua amesharudi, lakini akaniahidi kwamba ataniangalizia pengine. Baada ya siku 3 akawa ameniambia kwamba kuna sehemu nimepata kazi, kwa hiyo naomba uje unapika pika, alafu then unawapelekea mafundi wanatengeneza gorofa hapo, mafundi 15. Utaweza? Nikamwambia mama, mimi nitaweza. Malipo yapoje? Akaniambia ni wewe tu sasa. Ufanye bajeti zako, ujue ni shilingi ngapi utawachaji, lakini watakulipa kwa wiki. Nilisema hakuna shida mama. Hapo nina pesa yangu kwenye simu. Nikaenda nikaongea nao. Tukakubaliana kuanzia chai, chakula cha mchana mpaka cha jioni kwa wiki 65. Basi nikaanza kuwapikia, japo ilikuwa kwa shida sana. Unajibana bana ili upate na kifaida kidogo. Ikifika Ijumaa naenda kupokea pesa yangu, unakuta wanakuonea huruma, wananipata shilingi 70,000 badala ya 65,000. Maisha lisonga, nilikuwa napata faida, manake kwa wiki nilikuwa naweza kununua vitu vya shilingi 25,000 na vikatosha wiki nzima. Maisha yalienda. Hasa siku moja nikiwa napeleka chakula, nikawa nimekutana na semi trailer kubwa tu barabarani. Mara liko limesimama. Wewe mambo vipi? Nikasema hii sauti yenyewe mbona nzito sana kibabe. Nikajibu salama tu. Kumwangalia alikuwa ni James. Akaniambia unaelekea wapi? Nikamwambia napeleka chakula hapo tu mbele. Akaniambia okay sawa, pole na majukumu. Aliwasha gari huyo akaondoka. Mimi nikaanza kujiwazia, asa nini kusimama? Mbona kama anakoelekea ndo mimi napoelekea? Siangenipa tu hiyo lifti. Jamani, huyu ana roho yake mbaya huyu. Nikaona jiwazia mwenyewe tu moyoni kufika site. Nikaliona gari limepaki pale pale, nikajisemea sasa huyu mbona kama simuelewi. Hadi huko amefika. Basi nikaona nimewapatia mafundi chakula. Siku ile walikuwa na adabu sana. Yaani walikuwa na adabu, sio mchezo. Sio kama siku nyingine. Maana nilikuwa nikipeleka chakula mara wanitanie, mara waanze kabisa kunitania kwamba wana uhakika gani na chakula changu nilichowapikia, kama nimeweka limbwata sio ni nini au nimetia mate. Yaani kwa ufupi walikuwa wananitania sana. Mara wananiita chalia Arusha. Ni vile nilivyokuwa nazungumza Kiarusha. Basi siku hiyo wakawa wamefiata midomo yao. Na tena wakawa wanazungumza kwa adabu kubwa. Nikawapa chakula, nikaenda za kukaa kusubiria vyombo. Maana nilikuwa nasubiri vyombo ili niondoke navyo. Maana nilikuwa naishi mbali kidogo na pale site. Wakamaliza, nikakusanya vyombo. Wakati huo James alikuwa yupo tu kwenye gari. Nilikuwa namuona anazungumza na simu. Sema sikuwa nasikia alikuwa anazungumza nini. Nikawa nimeondoka kwa amepiga honi pipi. Mara fundi mmoja akawa ameenda. Akiwa anakimbia, akaambiwa niitie yule binti anaenda kule. Nikawa nimeenda, akaniambia chakula unauzaje? Nikamwambia samani, hapa naleta kwa oda. Akaniambia basi jioni niwekee oda yangu mimi. Na pesa yako utaipata hiyo jioni. Nikamwambia sawa. Lakini kuna vyakula tulivyokuwa tumekubaliana, kama nawe mwenyewe utakubali kula sawa. Maana usije ukawaza kwamba mimi nitaleta labda ndizi au unataka chakula fulani ikawa shida. Mimi hapa naletaga wali dagaa, marage pamoja na ugali. Alafu Ijumaa huwa napika pilau tu. Akasema wewe lete tu, ili mradi kimekuwa ni chakula na kiwe kitambas. Nikasema saa jioni saa 1 nitaleta. Na kule nilipofika saa 1 nikawa nimebeba furushi langu huyo hadi Saidi. Nilipofika site nikawapa chakula vizuri, nikamwambia kimoja ni cha yule kaka aliyokuwa kwenye gari mchana. Basi wakasema sawa. Wakasema ngoja tukamwekee, maana vyombo vya jioni naondoka navyo asubuhi. Wakati tu ambao nikileta chai asubuhi. Basi mimi nikawa nimeondoka zangu usiku kama saa 3 hivi. Mara M-Pesa ikawa imethibitishwa
umepokea shilingi 50,000 kutoka kwa James. Alafu akanitumia SMS akasema samahani kwa kuja na kunikosa. Nilikuwa nimeenda kuzurura kidogo. Hiyo hapo pesa ya leo chakula. Ukate. Then asubuhi nataka chai. Uweke na maini kidogo, firigisi utafute, sijui utapatia wapi. Utafute na sausage. Lakini pia mchana mimi nataka ugali. Ugali mnavu pamoja na nyama kuchoma. Then jioni nataka wali choroko. Basi nikamwambia sawa. Sasa hapo nikawa nawaza. Kwa hiyo hela itakuwa imeisha hivyo ama vipi? Ninapopenda hela jamani mimi, manake sasa kwa vitu vyote alivyokuwa ameniagiza, nikawaza nikiingia mwaka wa pili je, niwe nishalipa angalau nusu ya ada na kununua mahitaji yangu mengine. Basi bwana, kesho yake nilikuwa nimefanya vile, japokuwa kila nikienda simkuti kule site. Nikirudi nakuta kashakula. Wala sikuwa na shida, ili mradi tu nishalipwa pesa zangu. Sina tabu yoyote. Hadi wakawa wamefunga lenta, gorofa sijui ilikuwa ni ya 3. Basi wakawa wamesimama na ujenzi. Ni kama wiki tu tufungue chuo muda huo. Nikawa nishakusanya pesa yangu. Nikajisemea nitalipa ada nusu. Then hii nyingine nitaifanyia biashara hata ya ubuyu, ili mradi tu izalisha kidogo kidogo. Basi nakumbuka zilikuwa zimebaki siku kama 3 chuo kifunguliwe. Nilikuwa nimetumia shilingi 300,000 kutoka kwa wakala. Then SMS ikaja imeandikwa kwamba haujambo, hiyo pesa hela ongezea tu ulipia ada. Namba ikawa mpya. Sasa nikawa nawaza, huu ni nani? Nikipiga simu inakatwa, haipokelewi, inatumwa tu SMS. Nikamuuliza wewe nani? Akasema rafiki yako tu. Nilikuwa naogopa, nikasema usikuti ni majini jamani hao. Maana duniani kuna mambo mengi. Ilibidi nimwambie shoga yangu yule aliomaliza chuo Nancy. Akaniambia shoga yangu irudishe tu, uweze jua kama ni Freemason au nini, wewe rudisha tu hiyo pesa. Na kweli nilikuwa nimeingiwa na hofu, nilikuwa nimerudisha kwa roho safi, na tena kwenye ile namba aliyokuwa amenitumia, aliyokuwa ametuma SMS. Baadaye akawa amenipigia simu akaniambia umerudisha pesa Nikamwambia sijui alikuwa ametuma nani, kwa hiyo lazima tu nirudishe. Siwezi kutumia pesa mtu ambaye simjui. Akaniambia ni mimi nimetuma, kwa hiyo nakutumia tena, wewe nenda kalipe ada. Nikamwambia sawa asante, lakini mbona kama unanifanyia makubwa hivyo? Akaniambia sadaka ni popote pale unatoa, ili mradi ni sadaka. Naomba ukweli msikilizaji, huyu James hakuwahi kuniambia chochote kuhusiana kunipenda wala kitu gani. Basi level liko limesonga hapo, nisharudi chuo, naendelea kupiga msuli chuoni. Kule Arusha wala hawakuwa na habari na mimi, wala mimi sikuwa na habari na wao. Na mimi nilikuwa nahangaikia na maisha yangu. Niliwaza nianze kukaanga labda mayai, nifanye vitu kama hivyo. Nikawa nimenunua na ubuyu, nikawa nauza chuoni. Japokuwa vilikuwa havina faida kubwa sana, lakini kukosa vijipesa vya kula kwa siku nilikuwa sikosi. Hivyo nilitamani kununua simu, sema sasa ndo hivyo nikikimbilia kwenye simu yenye uwezo mkubwa. Ela hakuna. Lakini pia kwa hapo semester ya pili nitalipia nini endapo nikichukua simu? Nilikuwa zangu na waza. Basi siku moja nakumbuka James akawa amenipigia simu akaniambia nataka uje unisalimie. Nikamwambia wapi? Akanitajia sehemu. Ilikuwa tu kwenye sheli fulani tu, sio mbali na chuoni pale. Nikamwambia sawa. Ilikuwa ni kama saa 11 za jioni. Nikachanganya miguu kweli mpaka sheli. Nikampigia simu, akaniambia nakuona, njoo kwenye hili liseme trailer mbele yako hapa. Jamani, muda huo lilikuwa limepaki kando ya hiyo sheli. Nikaenda, lilipokuwa lirefu akawa amefungua mlango akaniambia ingia kwenye gari. Hapo nikawa nawaza, hawezi kunifanyia chochote jamani, maana tupo hadharani. Nikapanda nikamsalimia shikamo, akaitikia haujambo. Sauti yake jamani unakata shauri kabisa. Akaniambia za huko tokapo. Nikamjibu salama kaka. Akaniambia nimekumisi. Nikasema nikusalimie, maana ni siku nyingi sijakuona. Nikamwambia sawa mimi nipo. Basi akaniambia sawa, mnafunga lini chuo? Nikamwambia bado kama wiki 2 tu hivi tufunge chuo. Akaniambia sawa, nahitaji ukanisaidie kazi. Nikamuuliza kazi wapi? Akaniambia sio hapa Dodoma, ni Babati. Nikamwambia sasa mimi nitalala wapi? Akaniambia hayo yote tutazungumza.
Basi mimi nikawa nimeondoka na huko nashangaa tu. Kutoka hapa nende Babati. Na hapo nikawa nimeondoka nikiwa nashangaa tu, manake mimi wakati natoka nikajua naenda kutongozwa. Wakati nilikuwa nimetoka chuo kumfuata. Na kweli nilikwisha kuanza kumpenda James. Kwa anavyonifanyia simjui wala sijui kabisa kumuelezea maisha yangu. Lakini ananisupport tu. Kweli sijawaza kwamba ana nia mbaya au la. Chuoni sio kwamba nilikuwa sitongozwi, nilikuwa natongozwa sana. Na watu wakubwa sana. Nadhani nikisema watu wakubwa mnanielewa, lakini sikuwa na hicho kitu kichwani kwangu. Nilikuwa nawaza tu ada na mambo mengine pale chuo. Nilipomaliza semester ya kwanza, nilimjulisha yani James. James hakuwa na chati. Na mimi nikimpigia simu alikuwa anataka tuzungumzie issue za kazi na si mengineyo. Bwana kwa ameniambia natakiwa kwenda Babati. Aliniambia tukutane tukubaliane dili hilo na atanilipa pesa. Basi tukao tumekutana, na kwa sababu hakuwahi kabisa kunitongoza, nikawa na mheshimu zaidi ya kaka yangu. Tulikutana kwenye gari kama kawaida. Sasa nilikuwa nawaza tu ni mtu ambaye ana pesa. Hivi hata ugumu wa kwenda kukaa hata sehemu tunywe juice tukakae alikuwa hakuna. Ni kwenye gari tu. Basi akawa ameniambia kwamba kuna site Babati, kutakuwa kuna mafundi 20 wanahitaji kupikiwa, kula asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo ndio kazi ambayo naenda kuifanya ndani ya wiki 3 tu. Sasa kikubwa niambie unataka nikulipe shilingi ngapi? Na kabla sijajibu ni shilingi ngapi, nilikuwa nimemuuliza sasa mimi nitalala wapi. Akasema kuhusu kulala ni juu yangu mimi. Jiko vyote pamoja na vyombo ni juu yangu mimi. Unatakiwa uende tu na blanketi pamoja na shuka. Maana mazingira ya hivyo vitu ni vya kisela sana. Na wewe ni mtoto wa kike, sidhani kama utaviweza kabisa. Nikamwambia na vipi kuhusu usalama wangu? Maana kama watakuwa ni mafundi tu atupu wa kiume, mimi itakuwa vipi? Akawa amecheka. Akasema kuna shida kabisa, maana kule kuna kazi. Sawa kuna kazi, nitakupatia nyingine. Kwa hiyo na mimi heshima itakuwepo. Basi akawa ameniambia nataka pia ukasimamia material yatakayokuwa yanakuja na kutoka au yatakayokuwa yanatumika. Utakuwa na kijana wangu mkisaidiziana majukumu. Kwa hiyo watakuwa kama bosi wao. Hawataweza kufanya chochote kile. Na vile utakavyojiweka ndivyo wao watakavyokuchukulia. Basi nilikuwa nimemuelewa pale. Akaniambia sasa nijibu unahitaji shilingi ngapi ndani ya hizo wiki 3? Nilimwambia utaangalia tu utanilipaje. Sawa maana ni mazingira ambayo hata mimi ni mgeni pia. Sijui changamoto zikoje. Alisema usipate taabu. Utaondoka na kila kitu hapa. Utaondoka kesho na dereva bosi wangu. Akasema kumbe ana bosi wake. Basi nilikuwa nimerudi nyumbani, na hapo sikumwambia ni kiasi gani natakiwa kulipwa. Kesho yake majira ya asubuhi nilikuwa nimejiandaa, kwa sababu alisema tukutane Sheli majira saa 4 ili tukutane na dereva wa yule bosi mtu au bosi wake tuondoke naye. Kwa hiyo nilikuwa nimejiandaa vizuri, nikaenda mpaka Sheli, nikawa nimewasubiri wakawa wamekuja. Walikaa kwenye gari kama robo saa. Walikuwa wanazungumza. Ndipo akawa ameniita akaniambia kwamba huyu ndio utaenda naye kule. Kitu chochote mwambie huyu. Nilimwambia sawa. Alinipatia bahasha, ndani ilikuwa na pesa. Basi akaniambia take care. Nikamwambia sawa. Dereva aliosha gari tukaondoka. Tulimwacha akawa ameenda kwenye semi-trailer lake pale. Njiani stories za kawaida tu na huyu dereva. Akawa anasema bosi sijui kachagua. Yaani simuelewi. Hapo nilikuwa nawaza hivi, kama naenda kuuzwa itakuwaje? Basi tulifika. Nikasema mbona kama ni nyumba kama ile ambayo nilikuwa napikia mafundi? Mbona kama ndio hiyo nyumba? Basi tulikuwa tumefika tukashusha mizigo hapo. Nikaonyeshwa chumba cha kulala, manake hapo walikuwa wamejenga vyumba kama 4 tu. Basi nilikuwa nimepelekwa pale, vitu pale tulikuwa tumeshusha. Tukaenda kuicheki site kwanza. Manake nilipanga nianza kupika jioni. Basi kwa sababu dereva alikuwa anapafahamu pale, akanizungusha vibandani kujua kwamba
hii ni sehemu za kupata kabisa mboga mboga ni na nini, unakuwa hapa, utapikia hapa. Nikasema sawa. Nakumbuka nilinunua zangu nyama ili tu niwapikie angalau pilau kwa jioni. Nikawa nimepika zangu pilau tukala kisela, ili manaki waliokuwa pale walikuwa nao wamekaa kisela. Maisha yaliendelea, nilikuwa nawapikia fresh tu, dereva kaa anaonyesha kabisa kunikubali. Lakini nilikuwa namtolea nje kama simuelewi. Kila siku jioni alikuwa ananiuliza ni vitu gani vimetoka na vingapi vimeingia, na wao wanaendeleaje. Basi kila jioni nilikuwa natoa mrejesho. Nilimaliza, japo mazingira kiukweli saa nyingine alikuwa ni magumu hivyo hivyo tu. Sasa siku narudi, James alimwambia dereva anishushe Sheli hapo hapo Sheli baada tu ya kumaliza zile wiki 3. Jamani, utadhani ndo palikuwa kabisa forodhani kwetu. Basi akawa amenishusha. Wale mafundi wengine wameanza kutawanyika. James akaniambia pole sana na asante kwa uaminifu mkubwa. Nikamwambia sawa. Akaniambia hilo umekonda. Basi utani ukawa mwingi pale. Akaniambia kesho mzigo wako nitakupatia. Nilimwambia sawa. Na hapo msikilizaji, ni shabanana kweli matumizi. Na hapo nilikuwa na shilingi 80,000 imejaa tu. Nilikuwa nasubiri kibunda, sijui nitalipo shilingi ngapi. Nikarudi Mageto. Hapo niko na pesa vizuri tu, kiugumu. Basi nikawa nimefika zangu geto vizuri tu. Nikaoga nikaenda zangu kununua chipsi, nikanunua kuku. Jamani, nijipongeze kwa kazi niliyoifanya, maana ni Mungu tu ndo kanirudisha. Nilala pale. Kesho yake mchana M-Pesa kwa imesoma shilingi 500,000 imethibitishwa. Nikasema mbona jamani kuchanganyikiwa, sio kuchanganyikiwa. Nilikuwa narudi kuisoma. Ni shilingi 50,000 au 500,000? Ni shilingi 50,000 au 500,000? Nikarudia tena. Niliandika mpaka kwenye karatasi nisome vizuri. Lakini kabla sijamtumia SMS ya kusema asante, akawa amenipigia simu. Akasema nimekuingizia kidogo tu hicho, lakini nyingine nitakulipa ukifungua chuo. Nikasema nilijibu tu kwa kigugumizi, nikasema sawa asante. Basi alikata simu. Nikawaza jamani 500,000 na bado nyingine. Nikasema asante Yesu wangu, asante Yesu mtamu. Nikaendelea na maisha. Life la chuoni walikuwa wananitaga mimi ni Bikira Mariam. Marafiki zangu walikuwa kinishauri twende club, twende wapi. Mimi nilikuwa najichekesha tu. Naambia sawa, lakini mimi siendi popote. Basi nilipofungua chuo, James akawa ameniuliza umebakisha shilingi ngapi kumaliza ada yote ya mwaka mzima, mwaka wa 3. Nikamtajia. Basi akasema siku nikipata pesa haina shida, mimi nitakusaidia. Nikamwambia asante sana. Akawa amenitumia 50,000 siku hiyo. Maisha yalisogea, nikawa napata tu hisia kwa James. Yaani nikawa namfikiria sana kila mara. Na sijui nilipatwa na nini, lakini nilikuwa namwaza sana James. Moyo wangu jamani achieni tu. Nilikaa pale. Siku moja nikiwa chuoni, James akawa ameniambia, "Flora, unaweza kuja kunisalimia?" Nikawa nimemjibu ndio, ninaweza. Basi mimi nikajua ni pale tu Sheli. Nilipotoka chuo nikawa nimepita nyumbani, nikaoga vizuri pale geto. Nikasema ngoja nimtafute. Akawa ameniambia njoo hadi maeneo ya Ilazo. Basi nilikuwa nimeenda pale alipokuwa ameniambia. Nikasema mbona kama kwa matajiri. Basi nikafika alipokuwa amenielekeza. Akanipokea kibabe vile vile, akaniambia karibu sana ndani. Nilikuwa nimeingia. Yaani palikuwa pakishua kinoma. Nikaketi sebuleni, akaniletea juisi hapo. Nilikuwa nawaza anaishi mwenyewe au vipi, mbona kama nina wasiwasi tena. Jamani, manake sio kwa zile furniture. Jamani, wewe mwenyewe kama umetoka maisha ya kawaida utashangana kumbe kuna watu jamani wanaishi vizuri. Basi akaniambia karibu sana, hapa ndo Mageto. Nikamwambia asante, nafurahi kupaona. Akaniambia mwanzo mimi ni mvivu sana kupika, kwa hiyo nikuagizie tu chakula. Nikamwambia chochote tu mimi nitakula. Basi akawa amepiga simu akasema leta chipsi na mbuzi ya kuchoma kwa uroa nyama jamani. Akawa amepiga pale story 2-3, tukaendelea kuzungumza. Chakula kikao kimekuja, akawa amepokea, akanikaribisha, nikala zangu pale naye akala kidogo tu. Sasa mimi kwa nyama utanisamee, nilikula bila taibu, na tena mifupa nilikuwa naitafuna, mingine naitoa nyama yote kabisa, ili tu siku nikipigwa na njaa
nisije kujutia. Basi nilikuwa nimemaliza pale kula, nikaanza kuwaza, hapa nikichelewa daladala itakuwaje kufika kule getoni kwangu? Maana kwetu kule shida bajaji. Ikifika nyakati za usiku wanakupiga bei. Nikamwambia mimi nataka kwenda kwetu, usafiri ni shida sana. Akaniambia usijali, mimi nitakuitia bodaboda wangu. Namwamini sana. Na hapo bado mimi sijakwambia nilichokuwa nimekuitia nani Flora. Akawa amenisogelea karibu. Akaniuliza, una miaka mingapi kwani Flora? Nikamwambia 25 tu. Akaniambia inabidi unisalimie. Na tena kwa herufi kubwa, mimi ni kakako. Basi tulikuwa tumecheka pale. Akaniambia mimi niko na umri wa miaka 35. Kwa hiyo nimekupita miaka 10 zaidi. Nikamwambia sawa, lakini siku zote huwa nakupatia heshima yako. Sijawahi kabisa kukupita bila hata kukusalimia. Akaniuliza, je, una mpenzi? Nikasema mbona kama swali gumu. Nikamwambia hapana, sina. Akaniambia na umri wote huu hauna? Nikamwambia bado sijaamua tu kwa katika mahusiano. Basi akacheka, akaniuliza maswali mengine, hakugusia nyumbani. Hata basi. Baada yake amenisogelea akaniambia, Flora, mwanzo ni stiri. Stiri. Amenigusa tu. Msikilizaji, aliponigusa James nilikwisha kuloa. Nikamwambia nakustiri na nini? Akaniambia nimekupenda sana. Nikamwambia sasa mimi nakustirije hapo? Muda huo kashajipitishia na nili viganja huko kwenye vijisa 6. Namuona kabisa ametuna kule. Na mimi toka nimetoka Arusha kuja Dodoma hapa chuo. Nilikuwa naishi kama kisela. Msikilizaji, kwa hali niliyokuwa nayo, nilijikuta nimepagawa. Nilikuja kujiona nimetupwa tu chini. Sikukaa vizuri, sina kijingo cha ndani. Yaani acha. Lakini kiukweli alinitandika. Huo ndo uhalisia. Haikuchukua muda alimaliza safari. Na amenikitia mule ndani. Kazi yake umo. Basi wakati anatoa sijui nini ule mtarimbo, maumivu sio kidogo. Maana ndio likopo ni mara yangu ya kwanza kwenda katika ile safari ya mchezo wa daima. Aliamka, alinisindikiza kuoga. Akaniuliza, vipi unaenda wapi kwa usiku? Kikubwa ni kwamba inabidi tulale. Hautopata daladala nyakati hizi. Alafu mimi kesho nitakuwaisha chuo. Nikaanza kuwaza, nilale tena anikule. Basi nilikuwa nimekubali. Nikamwambia lakini usinifanye tena chochote. Akaniambia mimi sio mlafi fifi. Sawa Flora, nimeridhika, lakini pia nimeona hali yako. Kwa hiyo sitoshiriki tena. Basi tulikuwa tumelala pale. For the first time nalala na mtu usiku mzima. Aliniweka mimi katika kifua chake, niko nimepumzika. Mara niko nimeshtuka kumtazama mzigo umesimama. Nikajisemea hapa. Hapana. Manake mlangoni palikuwa pananiuma. Lakini nilimpatia kama amemaliza, tukapumzika mpaka asubuhi. Nikaja nikaoga, kama amemwita dereva akaja akanichukua mpaka chuoni. Alinipatia shilingi 30,000 akaniambiaje, utaenda kunywa chai. Mimi siwezi kupika hapa nyumbani. Basi siku hiyo hakuna kilichoingia akilini mwangu. Nilikuwa nawaza tu kwa namna alivyokuwa amenikula. Mchana nilikuwa nimetoroka nikaelekea nyumbani kulala. Manake hata hakuna kilichokuwa kinaingia akilini mwangu huko chuo. Nilala muda wote huo. Alikuwa ananitumia SMS. Vipi? Unaendeleaje? Sijui umekula? Basi siku zilipita, hakunitafuta tena. Nikasema haya, kumekucha. Kwa hiyo kashanikula, hanitaki tena. Ama kuna shida gani? Wakati nikiwa nawaza hivyo, kuna SMS ikawa imeingia. Nitumie akaunti yako ya chuo. Niko nimetuma. Mara sijakaa sawa, ada imelipwa yote hadi ya mwaka wa 3. Nikasema, "Hey, jamani," niliruka kwa furaha kama kichaa. Nikasema, Flora, mimi nimegeuka dhahabu. Basi bwana.
Nilifurahia sana, akamenipigia simu akaniambia nisha clear kila kitu. Ada mwakani pia kwa cha kufanya ni kukaza buti tu. Nikasema sawa. Na asante, akawa ameniambia hao ndo malipo yangu ya kwenda kule Babati. Kiukweli umenisaidia sana, manake kama sio wewe ningeibiwa sana vitu vyangu. Nikasema kumbe. Na kweli siku zilisonga, nilianza kumpenda kule James. Nilikuwa natamani hata kumtafuta kila muda, lakini sasa nawaza atanionaje mimi? Yeye hanitafuti, mimi ndo nianza kumtafuta kila muda. Si mnaelewa ile hali Nilikaa kama miezi miwili hatutafutani wala nini. Na hapo nishammisi, nilikuwa natamani hata kumwona. Sasa siku nilikuwa nimesema liwalo na liwe, acha mimi nimpige simu nimsalimie. Ikawa imeita pri ikapokelewa halo, sauti ya kike. Na mimi halo nilikuwa nimesema. Akaniambia samani, mwenye simu hayupo, akirudi nitamtaarifu. Nikamwambia sawa, asante. Na hapo moyo wangu ulishaanza kuvuja damu. Kusikia tu mwanamke amepokea simu, nikawaza kwa hiyo ameshaoa ama alikuwa na mke wake. Ndio akataka kabisa mimi kunifanya mimi kuwa mchepuko. Aise, nilijilaumu, manake nilikwisha kujisemea mwenyewe kwamba sitaki na sitokuja kwa katika mahusiano na mwanaume mwenye mke tayari. Kwa hiyo nilijiona ni bonge moja la boya hatari. Lakini usiku nilianza kuwaza kama ingekuwa ni mke wake, singeanza vichambo. Nikaanza kujiuliza mwenyewe na kujijibu mwenyewe. Siku msikilizaji ziko zimeenda, siku tafutwa. Hata na mimi kiranga koma, nikawaza zangu. Nikasema wewe soma tu, nikaanza kusoma. Manake ada siwazi tena. Hapo nilikuwa nawaza ni jinsi gani napata kodi pamoja na chakula. Basi ilipita miezi 4. Mara naona namba mpya inanitafuta. Nikawa nimepokea, nikasema halo, halo. Sauti mbona kama James? Vipi, salama, unaendeleaje? Akaniambia naomba kukuona kabla hata sijarudi. Nilipokuwa. Nikasema ulipokuwa? Nikamwambia sawa. Yaani msikilizaji, nilitoroka. Nilikuwa na kipindi cha mchana chuo, lakini nikawa nimeondoka. Tukao tumekutana Sheli kama kawaida yetu, nikawa nimepanda kwenye semi-trailer lake. Alikuwa kachafuka kinoma. Hata maniki yani kachafuka, ana simenti vibaya mno. Utazani alikuwa anaogelea kwenye simenti. Tukasalimiana pale, vipi mzima? Nikamwambia mimi ni mzima. Akaniambia sasa nimekumisi sana. Yaani nikasema mimi siondoki bila kukuona. Nikamwambia mimi pia. Akaniambia sasa nilisahau simu ndogo nyumbani. Na ndio ilikuwa kabisa na namba yako. Lakini pia huko nilipokuwa simu zilikuwa zitoki. Nikamwambia sawa. Nilitaka tu kumuuliza ni wapi. Nikajisema nisiwe mpelelezi sana katika maisha yake. Tulizungumza pale, akawa ameniuliza masuala ya chuo. Tukamaliza, akaniambia kwamba jioni tutatoka kwenda dina. Nikasema makubwa, leo dina kweli? Kaelimika. Kusema ukweli ana pesa. Lakini masuala ya out kwake naona kabisa kama hayupo interesting sana na mambo hayo. Basi nilikuwa nimerudi nyumbani, nilikuwa nasubiria jioni ifike tutoke out. Mwanaume hata kukuchuma hakuna. Mnakamatana tu mkono kama mnatakiana amani ya Bwana kanisani. Nikasema kweli duniani jamani kuna mambo mengi. Basi bwana. Jioni nikajikuta tu zangu mtoto wa kike vizuri, nasubiria simu ya James. Nilikuwa nimekaa mpaka majira saa 2 hakuna simu yote. Nikasema au kajisahau. Nikasema acha nipigie simu. Nikapiga, akawa amepokea. Nikasikia hello. Nikasema vipi? Akaniambia nisamee sana, niliegesha gari hapa nikajikuta nimesinzia. Nikasema makubwa, pole. Akasema vipi, ushajiandaa? Lakini nikamwambia ndio, mimi niko tayari tu, nilikuwa nakusubiria wewe. Akaniambia basi njoo hapa unikute sehemu fulani hivi. Nilikuwa nimepanda bajaji hadi hapo sehemu ambapo alikuwa ameniambia. Nikasema mbona pa kawaida sana, pana maduka tu, wala hakuna lunch wala dinner kwa yale mazingira. Manake ilikuwa ni kwa ndani ya mji kabisa. Basi nikaona gari imepaki ile semi-trailer. Sasa nikasema kwa sababu nisha ikariri ile gari hadi tin namba yake, nikawa nimeenda kufika pale, kama nifungulia mlango, nikawa nimepanda. Hata hajaoga wala kubadilisha nguo. Nikasema jamani, mbona kama hayuko serious? Si bora singe ni promise tu mwenzake mimi nimeacha mambo yangu mengi tu kisa hiyo dina, alafu anafanya masiara pumbavu zake. Basi akawa ameniambia nimejikuta nimechoka, niko nimejegeza tu hapa, niko nimepita na usingizi, nikalala.
Kwa hiyo hapa nilikuwa namsubiria kuli wangu ameenda kuchukua pesa kwa hapo mbele, anakuja ili nimkabidhi gari akapaki, alafu ndo tutoke katika ile shughuli nilikuwa nimefanya. Nimekwambia mimi nitafanyaje msikilizaji? Sasa ni mwendo kumsubiri tu yule kuli, hakuna namna. Basi tulikaa tukaanza kupiga story mbili tatu za hapa na pale, mara kama nishika mkono nikaanza kutetemeka kama generator mwenzenu. Kwa yule kaka James ni kama nilikuwa nimelogwa. Msinichambe jamani. Lakini ndo hivyo, ala, mambo sasa yakajipa pale pale bwana. Na kama mnavyojua kwenye magari makubwa, kwa nyuma yake huwa kuna kitanda. Akaniambia tuhamie huku, maana akija kijana wangu ni rahisi kutuona. Lakini sisi tukisikia anafungua tu mlango tunajua. Basi tulikuwa tumehamia kwa nyuma pale. Ni padogo lakini ndo hivyo. Hakukuwa na namna tu msikilizaji. Mtu ana jasho, hajabadilisha nguo. Yaani haupati hata mshamshi. Lakini kama kuli alijua vile. Akawa amekuja muda huo huo. Nikasika bosi, akawa amefungua mlango. Na mimi nikabaki kule kule kwenye kitanda. Basi wakaelezana pale, wakakabizana mpaka ile gari. Wakapeana pesa. Mimi nilikuwa nawasikia. Sasa siwaone vizuri, manake nikijigusa tu najulikana kabisa. Basi bosi hapo akawa amefanya haraka. Akamwambia yule kijana, basi naomba uniletee soda baridi pale dukani. Akawa ameshuka na mimi akawa ameniambia, "Haya toka basi, ushukie huku kwangu. Unisubiri nyuma ya gari na kuja sasa hivi." Nikajiuliza, au mwanamke ni mbona kama kimaficho sana? Lakini niliufiata mdomo. Manake hakuwahi kuniambia ananipenda ko. Nikaanza kuwaza, kwa hiyo itakuwa moyo wake upo kwangu mimi. Nisije nikajitia kierere. Nikashukia njiani na kumbe maskini ya Mungu mtu alikuwa ananielewa. Basi akawa amerudi, akashuka akaagana naye yule ambaye alikuwa anaenda kulipaki ile gari. Naye akawa amenifuata akaniambia, sasa tunaelekea nyumbani. Unisubiri nijiandae ndipo tutoke. Nikamwambia sawa. Tulichukua pikipiki hao kufika mpaka nyumbani. Tulipofika kuna watu wakawa wameniambia, "Wewe ingia tu. Unisubiri usiwe na shida yote." Nakumbuka msikilizaji, mara ya kwanza kuja hapa tulikuwa wenyewe tu mimi na huyu James. Lakini sasa hivi kuna watu wakina nani. Basi nilikuwa nimekaribishwa na dada mmoja mkubwa tu zaidi yangu. Alikuwa na watoto wawili mapacha. Nikawa zangu pale, watoto wakaanza kufanya homework. Mimi kimya tu nilikuwa nikiangalia movement za pale nyumbani. Baada ya muda wakameshuka. Akiwa kashavaa, akamwambia yule mama kwamba mimi natoka, wewe funga tu geti. Nishachukua funguo. Basi akamwambia sawa, take care basi. Na mimi nilikuwa nimesimama pale nikamwambia, "Haya auntie, ngoja sisi tuondoke." Akaniambia sawa, karibu tena Basi watoto pia wakawa wameniaga pale, bye. Wakamwaga yule mwanaume James kwamba bye uncle. Afadhali nikazani ni babao. Basi tulikuwa tumetoka. Lakini pia mimi sikujua kwamba alikuwa anataka kuendesha gari mwenyewe ama la muda huo. Maana alikwisha kumuita dereva wake. Basi hao tulikuwa tumechukuliwa mpaka mjini. Tukaelekea sehemu fulani hivi amazing, akawa ameniambia agiza chochote Flora. Na mimi nilipokuwa mroho wanyama niliagiza mbuzi choma. Basi akaniambia na mimi pia napendelea hivyo. Tulikula vizuri lakini kwa portion kubwa tu. Na mimi nilikula, hata story nako tulikuwa hatuzipigi sana. Ase tulikula kweli kweli. Muda wote tunaangalia TV, kulikuwa kuna mpira. Tulipomaliza kula kwa ameniuliza kama natumiaga kilevi, nikamwambia hapana. Na wala sitamani kabisa kutumia. Akaniambia basi tumekutana mimi na wewe, lakini mimi kilevi changu ni mpira. Tukacheka pale, angalau hata vijistory vikaanza. Akawa tu ananiuliza mambo ya chuo vipi? Akaniambia kwa hiyo unarudi nyumbani ama unataka kubadilisha mazingira nyumbani? Nikamwambia hapana, acha tu nirudi nyumbani. Akaniambia hapana, twende ukalale mahali fulani tunaelekea, alafu kesho nitakupeleka chuo. Na hapo
Kila nikijaribu kukataa, nakataa vipi? Basi akalipa pale, akaniambia sitaki kwenda na dereva. Acha tuchukue bajaji. Basi akawa amemwelekeza tu yule dereva kwenda tunafikia wapi. Tuko tumefika ni hotelini, akawa ameniambia chagua chumba unachokitaka wewe. Sasa ushamba kazi. Mimi nataka gorofani ili niangalie wanaopita chini. Nikao nimechagua pale, akaniambia sawa. Wewe kaa mimi nikalipie. Akaenda kulipa, kaja akaniambia kwa hiyo nikuache ama utanialika? Yaani ana maswala ya kimtego sana huyu James. Mimi nikamwambia unaniachaje? Maana nakumbuka kwenye Mezagamuo, yaani kwa mara ya kwanza nilipata kuna kanamna kama umivu. Lakini manake nilikwisha kuanza kuzoea. Nikasema ni kujikaza tu. Akanitandika viwili, hakuna noma. Na kule akawa amelala, akanitandika vizuri tu. Kwa asubuhi kama kawaida Pepsi bigi moja ya maana, nikawa nimejiandaa nikarudi zangu chuo. Sasa nikawa nashangaa. Ukishaachana naye hakutafuti wala nini. Hela anakupa, lakini ndio hivyo. Basi siku zikasogea, nikaendelea zangu kuuza viubuyu vikaranga kule chuoni. Sikupata tabu kwenye kula. Hivyo mara tu umepesa, ukimpigia simu hapokei, anakuambia tu nimekusaidia kodi na pesa ya kula. Hakuna shida, siku zilizidi kusogea. Niliingia mwaka wa mwisho msikilizaji, pale nilianza kabisa kujitahidi. Maana yake hapo nilikuwa nasema nikimaliza tu natakiwa niwe na kitu cha kufanya wakati nikitafuta kazi. Lakini pia akili yangu izidi kupanuka. Kwa sababu nilikuwa natumwa pesa, nikawa najibana bana. Ile tu mambo asije kubadilika kwa hapo mbele. Basi siku moja kama nitafuta tena James. Na kichwani nishasema kwamba akinitafuta sitoenda. Lakini sasa siku alikuwa amenitafuta, nikawa nimejikuta tunakubali tena. Nikasema au ameniwekea dawa. Yaani mapenzi unaweza kuonekana wewe ni chizi, na kumbe unazo akili zilizokuwa zimetimia. Basi kama ameniambia leo nataka kuja unapoishi. Nikasema Mungu wangu, sasa mimi mwenye kibacha la zaidi hadi aibu. Maana kile nilikuwa na godoro lilikuwa nimeliweka chini, jiko, ndoo za maji, kakiti kadogo kakukalia na kijimeza cha kusomea. Sikutaka kununua vitu, manake nilijua tu kwamba nikimaliza nitaondoka. Kwa hiyo nitanunua tu vitu vichache vya kulisogeza siku. Nikamwambia sawa, karibu tu. Basi akaniambia usipike chochote, nitakuja na chakula. Ilipofika majira saa 3 za usiku, akawa nipigia simu akaniambia nipo maeneo fulani hivi na kuomba nielekeze nije. Nikampatia maelekezo. Basi niko nimemsubiri nje pale. Mara anaona kweli mtu anakuja. Mimi nikajua masiara, na kumbe kweli. Nikampokea kifuko. Nikamwambia karibu ndani, akaingia. Nikamwambia kaa. Akaniambia wapi sasa? Nikamwambia hapo kwenye kakiti tu. Akaniambia sawa. Ni kama mazingira mageni kwake. Hakuwahi sijui kuona mtu akiishi hivyo. Basi akaniambia nimekuletea unachokipenda, fungua ule. Niko nimefungua, niko nimekutana na nyama choma. Nikala zangu yakiwa ananiangalia tu. Basi akaniambia nimependa sana haya mazingira, si utaniruhusu nilale? Nikasema Mungu wangu, mbona kama ni majaribu haya. Basi nikamwambia sawa, hakuna shida yoyote James. Na hapo nilikuwa nikiogopa hatari. Nikaomba zangu kimoyomoyo, tukalala Mzagaramuo kama wote. Tukashiriki. Kesho yake saa 11 akawa ameamka. Akaniuliza bafu liko wapi, nikamwonyesha. Alioga, akarudia nguo zake zile zile. Na hapo simu ilikuwa inaita bala. Simu yake akawa amepokea, akasema nakuja, wewe washa tu gari. Nikasema hapo atakuwa anazungumza na yule mtu wake. Akawa ameniaga pale, alinikumbatia, akanichum. Jamani msikilizaji, kwa mara ya kwanza nilitandikwa na James busu la kimaba kabisa. Basi akaniambia kwamba Flora, ngoja mimi nikimbie kidogo, nasubiriwa. Nikamwambia sawa, kazi njema. Aliondoka. Nikawaza kale kachumbu na kama kamenyoka sana, wala si wazi kachumbu kingine. Sawa. Wakati wa mchana nakumbuka nilikuwa chuo. Muamala muda huo kwa umesoma kwamba eti umepokea kiasi cha shilingi 200,000 kutoka kwa James.
na kisha kwa amenitumia SMS na kuniambia basi hiyo itakuwa ya matumizi. Nikamwambia sawa, asante. Kama kawaida huwa nitafuti tukishaonana mimi na yeye, tukishamanya mambo yetu, sawa, imeisha hiyo. Sasa na mimi nikawa nishafanya kama ni mazoea. Kwa hiyo mpaka nitafute hakuna noma, na mimi simtafuti. Basi baada ya wiki 3 msikilizaji, nikaanza kuona ni siku nyingi. Nikasema mbona kama ni pressure inapanda. Basi hapo nikaona jisikia sipo sawa kabisa. Nikamtonya rafiki yangu akawa ameniambia itakuwa ni mimba. Nikasema wewe hebu usiniambie. Akasema wewe kapime tu. Niko nimejikaza nikapima, aibu. Nikasema nitapeleka wapi mimi? Nitakuwa ni mgeni wa nani? Kwa maisha haya nimeendekeza mapenzi badala ya kusoma. Kama kawaida leo hii nimepata ujauzito. Baada tu ya kutenda jambo baya. Haki ya Mungu sikuamini. Ikabidi niende kabisa hospitali nikaangalia. Ni kweli nina ujauzito? Sitaki kuamini kabisa. Niko nimepanga kumtafuta Dani James ili nimwambie. Na hapo shoga yangu kashaniambia kwamba embu toa, acha uboya. Hapo msikilizaji, nilikuwa naogopa hatari. Basi usiku nishakula kabisa, ili akija kunipatia majibu yoyote, yawe mabaya ama mazuri, lakini kubwa zaidi akinipatia majibu mabaya nisishindwe kula kaugali kangu mimi na vidagaa vya kukaanga. Nikawa nimepiga simu. Simu ikakata. Nikasema mbula hata haiti. Nikatuma SMS, wapi haiendi. Nikasema Yesu, huka ni bloku ama nini? Nitakuwa ni mgeni wa nani mimi? Niliwaza mpaka nilikosa usingizi. Kila siku msikilizaji, nikawa namtafuta tu mtu apatikane. Nikasema imekula kwangu. Flora mimi Arusha, si watanizomea hadi basi. Niliingiwa na kapepo kalichokuwa kananiambia kwamba toa ujauzito, lakini kila nikiwaza nilikuwa nashindwa. Asa siku hiyo shoga yangu akawa ameniletea dawa kabisa, akawa amenipatia na maelekezo, akaniambia kwamba fanya utoe mimba. Lakini msikilizaji, nilishindwa kabisa. Nilikaa zangu nikawa nasoma na kimimba changu pale pale chuo, maskini ya Mungu, nikawa najiona huruma, lakini ndio hivyo, sina jinsi. Siku zilisogea, nikawa sasa nawaza hivi nikijifungua inakuaje, au niwape taarifa nyumbani. Asa ni nani hata atakayenisikiliza? Jamani, mawazo yakaanza kuwa chungu nzima. Shogangu naye akawa anasema kwamba manake kanipatia dawa, niligoma kabisa kuitumia. Kwa hiyo ningelikuwa nimetumia leo hii nisingekuwa na ujauzito, basi ikawa tafrani tupu. Siku zilizidi kusogea. Sikuacha kupiga simu ya James, lakini ndio hivyo ilikuwa haitoki. Nilisemwa na majirani, manake nilianza kujichokea mwenyewe. Na hapo sio kama sina pesa, nilikuwa nayo tu, lakini nilikuwa najibana angalau nisije kuibika kwa huko mbeleni. Semester ikaisha, nikajisemea sijui nielekea Arusha, sijui nibaki hapa Dodoma. Kuna muda ukikosa kabisa kukushauri msikilizaji kutu uzima, unaweza kuwaza ujinga tu. Niliwaza niende kule kwake, lakini nikaogopa. Nikawaza au wala walikuwepo ni wanae. Basi hapo mawazo ilikuwa chungu nzima. Muda ulisogea. Mimba yangu ikaanza kukua. Nikawa naenda zangu kliniki, ilikopo natamani kabisa vitu vizuri, lakini nikawa natuliza kabisa moyo wangu. Nasema moyo tulia. Hali ilikuwa sio poa. Niliandikiwa kujifungua mwezi wa 7, matarajio tarehe za mwishoni. Na ukizingatia pia mwezi huo ndio mwezi ambao uliokuwa wa mtihani wa mwisho wa semester. Asa hapo nilikuwa nawaza, asa nikijifungua itakuwaje? Nani nitamwacha mtoto? Maana hapo nikisema nije nifanye special ni pesa kubwa. Nikisema niache kufanya nitakeri cause nitarudia. Basi niliwaza pale, kukawa kuna bibi mmoja nilikuwa nishamzoea. Nikasema nitamwachia mwanangu tu muda huo. Muda mfupi tu nitakao kuwa nimeenda kufanya pepa. Na kweli siku zilisogea. Nikajiandalia zangu vitu vyangu vizuri vya kujifungulia, nikiwa sina hilo wala lile. Mara simu ya nyumbani hiyo hapo. Nikasikia halo, we Flora. Nikasema poa tu za huko. Nikasikia si upo wapi?
Nikamwambia niko nyumbani. Okay, mamako anaumwa hapa na yupo katika hali mbaya sana. Yaani tunataka kumpeleka Mount Meru muda huu, lakini pesa ndio imekuwa shida. Huruma. Nikauliza anaumwa nini? Wakasema kaanguka tu ghafla. Sasa hatujui ni pressure ama ni nini. Basi nikamwambia mimi ni 20,000 tu. Kama mtakuwa na nyingine muongeze pale. Mkamwangalia nini ni shida. Basi nikawatumia hapo. Nilikuwa nawaza. Nikaendelea kuwaza na kwangu. Siku zilifika jamani, nikaendelea kuumwa. Asiwaambie mtu. Nilianza kuumwa kuanzia saa 2 asubuhi. Nikawa najikaza. Maana yake nilikuwa nimeandikiwa tarehe 9 hapo. Pengine ndo kunaanza kukaribia. Na hapo niliumwa tarehe 2. Nikajisemea sasa, au hizi ndo dalili za kujifungua? Na kumbe ndo mambo yenyewe hivi. Nikaenda kwa yule bibi akawa ameniuliza, "Unaumwaje?" Nilimpatia maelekezo, akaniambia, "Wewe ni mjinga, unasubiri nini? Emboi haraka sana hospitali." Basi nikaenda nikajiandaa vizuri. Jirani yangu mmoja ndo tulikuwa kidogo tunaelewana. Maana wengine kidogo ni Waswahili. Yaani wamekwisha kuzoea mji. Kwa hiyo nikawa siko nao na mazoea kabisa. Basi nikamwaga pale akawa ameniambia kwamba utanijuza yatakao kuwa yanaendelea huko. Maana yeye alikuwa mzazi, yupo ndani tu na mwanae. Nilifika hospitali nikawa nimepimwa njia, ilikuwa imebaki tu nchi moja nishushe mzigo. Basi Mungu ni mkubwa. Imefika majira ya saa 12 za jioni. Nilijaliwa mtoto wa kiume. Nilifurahia sana Chenetu. Lakini cha kushangaza mtoto katoka akiwa anafanana na babake mpaka kucha. Basi kesho yake nilikuwa nimeruhusiwa. Alinifuata jirani yangu akiwa na kichanga chake. Basi kwa sababu nilikwisha kujiandaa na vyakula haikuwa shida kwangu. Alinielekeza kwenye mambo madogo madogo. Hivyo nikawa naelewa usiku ni wa kwangu, mchana ni wa kwangu pia. Akawa ananisaidia kupika, kunikanda maji siku 3 nilikanda maji ya moto. Basi baada ya wiki mama mimi nikawa napika na kufanya kwangu mwenyewe bila hata kusaidiwa na mtu. Maybe wakitokea marafiki zangu wakija, basi napata tu kamserereko kidogo. Na hapo nilikuwa nalea na huku nikiwa napitia mambo ya darasani. Maana nilikuwa na pepa kwa hapo mbele. Basi zikawa zimebaki kama siku 3 mtihani nianze. Na hapo nilikwisha kumpanga bibi ili anisaidie kumwangalia mtoto wangu. Sore msikilizaji, mwanangu nilimpatia jina Jaden. Maana pale kwa jirani yangu alikuwa na kichanga. Lakini pia alikuwa ana watoto wawili. Kwa hiyo nikawa nimesema kwamba naona nikimuongezea na mzigo wangu huu utakuwa ni mzigo mzito. Wacha nipambane na bibi kwa hapo nyumbani. Hawajajua chochote tu kule Arusha kwamba mimi tayari niko na mtoto. Ama la, hawajui. Nilikwisha kuiweka siri ya maisha yangu. Nakumbuka siku nafanya mtihani hapo, nilikuwa namwaza sana mwanangu. Nimemaliza mtihani na angalia katika simu. Nikakutana na SMS kutoka kwa kakaangu mimi. Ikisema kwamba wewe Flora, naona unadhamini sana elimu yako na hujui hali ya mama yako ikoje. Hasa nilijisikia vibaya. Lakini sasa nitafanyaje msikilizaji, na huku nina mitihani. Nina jukumu la kulea lingine ambalo niko nalo. Sasa najigawaje mimi hayo yote? Embu tayari niko na mtoto. Nikisema nitume pesa nyumbani au nitumie pesa rafu, wala nitakuja kuweka mikono kichwani. Acha niwapoteze tu kimtindo. Lakini ndo hivyo. Aliendelea kutuma SMS za kutosha. Lakini pia msikilizaji, Mungu ni mwema. Nilimaliza mitihani yangu salama. Nikawa sasa ni mtu wa kusubiri matokeo. Lakini simu za nyumbani zilizidi kuwa nyingi sana. Niliwaza, kwa sababu sijafika nyumbani tangu nimetoka, acha niende tu nikamsalimia mamangu. Japokuwa atanishangaa, lakini inabidi wakubaliane na matokeo. Nilifunga safari kipindi hicho mtoto wangu bado alikuwa mdogo anaelekea kufunga mwezi. Nikiwa katika safari vizuri, na hapo nikawa nawasiliana na shoga yangu Arusha. Mnakumbuka niliwaambia waliuza ile sehemu. Sasa nawaza nikienda Arusha nitashukia wapi? Maana shoga yangu ameolewa pia. Na mimi sikuwa natamani kabisa nishukie walikokuwa wamenunua kwanza. Nilitaka nishukie sehemu ili nichunguze mazingira kwanza pale nyumbani.
Basi nilikuwa nimesafiri zangu mpaka Arusha. Nilikuwa nimefika kwa rafiki yangu huyu ambaye aliolewa. Maana nilizungumza naye kwa ameniambia ana mdogo wake, ana geto lake, japokuwa wanashare tu na mwenzake. Nikasema nitaenda tu kwa ajili ya kujigesha. Basi jioni akawa amenipeleka, ilikuwa ni maeneo ya Mwanama. Basi kwa sababu nilikuwa nishakula, nipo tu na mwanangu ananyonya vizuri, nikamuuliza shoga yangu, ni wapi wamehamia? Akaniambia wamehamia maeneo ya Njiro, lakini pia hapo mpaka muulize kaka mmoja ambaye ndo alikuwa dereva wa kaka yangu, ndo atakuwa anafahamu. Basi nilikuwa nimelala pale, japokuwa kwa shida mimi na mwanangu, mpaka pamekucha. Nikawaza sasa si bora niwapigie simu niwaambie kwamba niko Arusha, nimekuja kumwona mama, na kama Kigoma mimi kwenda kumwona basi nitarudi zangu. Nilimpigia kaka nikamwambia niko Arusha, nimekuja kwa ajili ya kumwona mama. Akaniambia basi upo wapi? Nikamwelekeza nimeshukia wapi. Akasema okay basi poa, pale hatupo tena, kwa hiyo panda gari za Njiro ushukie sehemu wanaita container. Basi nilikuwa nimejiandaa vizuri, nikapanda toyo mpaka container, manake nilikuwa karibu tu na pale nilipokuwa nimefikia. Nilimwambia nishafika, basi akawa amekuja kunichukua pale. Bwana, maisha yamebadilika sana, mbona kama kachoka. Akawa ananishangaa, anasema dada vipi, una mtoto siku hizi? Nikamwambia ndio. Akambeba pale akaniambia bwana, sisi huko ndo tumehamia. Basi nilikuwa nimefika pale nyumbani, badala hata unikaribisha vizuri, eti mtoto wa nini sasa hivi? Mtoto wa nini? Basi nilikuwa nimeingia ndani, nikamkuta mama kitandani. Nilipomkuta kitandani nikamsalimia, akaitikia marhaba mwanangu. Nikasema leo naitikiwa mwanangu. Basi akawa ameniambia mbona kama umenenepa hivyo mwanangu? Nikaanza kusema angejua nimemjia na mjukuu angenyamaza tu. Basi tukazungumza pale, mara mtoto akaanza kulia. Nikaletewa, mama anashangaa, mtoto tena unaye? Hata kuniambia mwanangu. Nikamwambia mama, ndio nimemleta kabisa muone. Tulizungumza kuhusiana na afya yake, akawa ananiambia kwamba anaumwa na amepata ajali, na alikuwa ameumia mgongoni. Basi nyumba ilikuwa ni kubwa, manake ilikuwa na vyumba 4 vya kulala pale. Pale ni kaka yangu wa pili ndo yupo tu, mwingine hayupo, yuko na mke wake. Lakini kakangu naye alikuwa na mke wake, alikuwa ni mzazi, kwa hiyo tumepishana tu kidogo. Nilikaa pale nikiwa namwangalia mama. Ilibidi sasa kuanza kutafuta hospitali ili kujua mwafaka wa tatizo lake la mgongo. Alipimwa, akaonekana na kansa. Basi pesa iliyokuwa inatakiwa kabisa ni nyingi sana msikilizaji. Kaka zangu nao walikuwa wanasema hawana pesa. Yaani kiufupi zile pesa za mwanzoni nilizowakuta nazo hawakuwa nazo tena, yaani wamefilisika. Wamepigwa na maisha kule kweli. Basi niliwaza nikasema tu ngoja mimi nijitoe. Manake nilikuwa na pesa kwenye akaunti yangu, nikasema wacha mimi nimsaidie mama akatibiwe. Basi alianza kliniki, nikawa natoa pesa hivyo tu mpaka mama hali yake ilianza kubadilika. Wapendwa, nilitoa pesa zaidi ya 700,000 ili tu mama awe sawa. Ilifikia kipindi mpaka chakula kikawa kigumu kupatikana kwa sababu pesa ilikuwa ni shida sana. Lakini kwa bahati mbaya mamangu alifariki akiwa ndo kwanza amepangiwa tarehe ya mwisho kurudi kliniki, ili tukienda kliniki tukajue nini kinachoendelea, na kama kuna mabadiliko basi ijulikane. Nikaanza kusema au ni laana jamani. Nilikuwa na huzuni. Tulimzika mama makaburini, siku zikasogea. Nilikaa kama mwezi. Kipindi hicho chote mimi nilikuwa namtafuta tu James, hapatikani. Hadi nilijikuta nakata tamaa, na hapo nyumbani wakaanza kunisakama. Kwani baba huyo mtoto ni nani? Mbona kama hatumjui? Umeenda kusoma ama ulienda kabisa kudanga? Nilijikuta kabisa nikiishi maisha magumu. Maneno yao yalizidi kunumiza sana. Lakini mimi sikuendelea kuwajali, niliendelea kuwasaidia.
Japokuwa wao nyuma walikuwa wamenikataa kipindi kile, basi amani ikawa haipo tu pale nyumbani. Unakuta wifi mke wa kaka yangu ni gubu hatari. Mwanangu alikuwa anamnyanyasa sana. Utafikiri kwamba sio mtoto wake. Yaani itokee nimemwacha tu kidogo mtoto wangu na wifi yangu, nikirudi na mkuta mtoto nguo zile zile, mikojo kama yote, ameshajichafua na kinyesi, habadilishiwi. Nikasema hakuna shida. Na hapo kumbukeni Dodoma nilikwisha kupigiwa simu na mwenye nyumba. Manake inakaribia mwaka sasa unakwenda kuisha. Kodi nayo imekwisha. Kwa hiyo akawa nataka kodi ama nyumba yake. Nilimwomba kwamba nimepata na msiba, naomba univumilie. Uzuri yule baba alinielewa. Nikawa nawaza, japokuwa vijipesa vyangu vilikuwa vimeisha, ila ni bora nirudi Dodoma. Maana vitimbu vinavyoendelea hapa nyumbani sio poa. Nilitafuta nauli. Wakati nipo katika mchakato wa kuondoka, siku moja kaka jioni akawa ameniita akiwa na wifi. Akaniambia, "Wewe dogo, naona mambo hapa haendi vizuri. Kwa hiyo tunataka kuuza hii nyumba. Kama vipi tambao uende kwako kwa huyo boya wako alikuzalisha. Sisi tunataka tufanye yetu." Nikasema, "Marei, mbona kama noma?" Wifi naye akawa amedakia. Eti hata hela huna ya kumlisha huyo mtoto, kazi kutegemea tu chakula cha mwanangu. Nikasema kweli hata hawajayaona kwamba nilipokuwa najitoa kabisa kwa mama. Hawakuona. Ama nilikuwa ni mjinga kweli kweli. Nilikuwa nikiendelea kutafuta nauli, niko nimepata, nilijiandaa vizuri. Nakumbuka nikamwambia wifi, "Kesho mimi naondoka." Akasema, "Afadhali." "Unaondoka lini?" Nikamwambia, "Kesho." Akasema, "Kesho yenyewe naona kama mbali. Lakini hiyo kesho ndo sisi tunakuja kufanyaje kuiuza hii nyumba." Basi mpeleke mwanao kwa baba yake. Au shoga baba afahamike ni nisuseme tu. Kiukweli nilijisikia vibaya sana. Nikasema nisije kuzimia kwa hasira. Acha mimi niende. Kesho yake niliondoka vizuri, nikawa nimeelekea zangu Dodoma. Nilijisemea sitoka kurudi tena pale Arusha. Hata iweje. Kwa walivyokuwa kinichukulia, sitotamani kurudi. Nilifika Dodoma, maisha yalianza upya. Nikiwa nina 20,000 tu mfukoni. Hapo kodi nilikuwa nikidaiwa, sina hata 100. Nilikuwa nipo. Jirani yangu akawa ameniambia, "Kuna sehemu nasikia wanatafuta mtu usafi. Kama utaweza sawa." Kwangu mimi siwezi, kwa sababu mume wangu kakataa, kasema kwamba watoto nitawachia nani? Na kama unaweza uende. Nilimuuliza ni wapi. Alinielekeza. Aliniunganisha na yule kaka. Ilikuwa ni supermarket. Nilikuwa natakiwa kwenda kufanya usafi asubuhi na mapema, saa 12 hadi saa 1 kila siku. Na kwa mwezi ni shilingi 120. Nilimwambia sawa. Akaniuliza, "Kazi unaanza lini?" Nikamwambia hata kesho. Na hapo nilikuwa nawaza, hiyo alfajiri na mwanangu nitakuwa namwacha wapi? Nikasema, uzuri mwanangu sio mtundo. Hakuna shida. Nikimkalisha tu ama nitambeba mgongoni, kazi zitakwenda. Na kweli kesho yake nilianza kazi. Kwa wiki ya kwanza niliona tabu, lakini baadaye nilianza kuzoea. Siku zikasogea, nikawa napata vijikazi vya kufua hivyo siku zinaenda. Mtaani pale kulikuwa kuna binti alikuwa na daycare ya watoto kwenda kusoma. Akawa anatafuta mtu wa kwenda kuwapikia watoto. Basi mimi nilikuwa nimeenda kumsikiliza yule dada. Japokuwa pesa ilikuwa ni ndogo sana, manake alikuwa analipa kwa wiki ilikuwa 20,000 tu. Lakini kwa sababu nilikuwa na shida ya pesa na ninaingia saa 3, hakuna shida. Hapo unakuta nikitoka kule supermarket asubuhi napitia hapo, napika uji wa watoto, nasubiri wa kunywa saa 5. Wakishamaliza kunywa naosha vyombo naondoka. Na kweli Mungu aliniona. Kwa kipindi kile nilikuwa napitia magumu sana. Lakini sikukosa kodi wala sikukosa kumlisha na kumvisha mwanangu. Nilianza kutuma maombi pia kazi sehemu mbalimbali. Wakati huo nikiendelea kusubiri.
na huku nikipiga kazi mbalimbali. Mwanangu akiendelea kukua, ndivyo maisha yalivyozidi kwenda. Basi bwana, nilikuwa nakusanya pesa na jisemea kwamba hapa kazi zikizingua nitafungua za kwangu kibiashara, ili tu niendelee kumlea mwanangu. Usiku huo nikiwa nawaza, mara SMS iko imeingia. Inasema, Flora wangu, mzima wewe? Jamani, kuangalia alikuwa ni James. Kanitafuta, sikuamini. Nilihisi kuchanganyikiwa, niliangalia mara mbili. Kama naona kengeza ama vipi? Sikuamini. Nikiwa niko na wengi, mara simu ikaita. Nikapokea. James alijikuta akiniita Flora. Nikamwambia hujambo, akaniambia sijambo. Vipi wewe? Nikamwambia mimi pia hatujambo. Hakuelewa nilipomwambia hatujambo. Basi akaniambia nimesema nikutafute tu kabla sijalala leo. Nikamwambia nipo. Akaniambia basi kesho tutazungumza zaidi. Nilimwambia sawa. Kiukweli nilifurahia sana kwa siku ile. Niliona kama ni mrefu kwangu. Na hapo nilikuwa nikimwambia mwanangu, babako karudi mwanangu. Sijui atakupokeaje, lakini najua atakupokea kwa raha tu na kwa bashasha kubwa. Basi palipokucha kweli, siku hiyo ilikuwa ni siku ya raha sana. Nikapika uji wa mwanangu, nikapaki, nikabeba virago huyo mpaka kule nilipokuwa nikifanya usafi. Nikamaliza, nilikuwa nimerudi shuleni. Nikapika vizuri tu, na hapo simu muda wote nilikuwa naangalia. Akipiga James nipokee. Nilipomaliza nikaenda zangu nyumbani kupumzika. Basi jioni nikaona simu ya James. Nikapokea. Akawa ameniambia umeshindaje? Nikamwambia niko sawa. Akaniambia nakuomba basi nikuone. Nikamwambia wapi? Akaniambia Sheli. Nikamwambia sitaweza, kuna mtu hapa nipo naye, kwa hiyo sitaweza kutoka. Alafu nikamwacha. Akaniambia fine, labda kesho mchana. Basi nikamwambia sawa, hakuna shida. Basi nilikuwa nimelala hapo, niliwaza mchana nitamwachia nani mwanangu. Lakini kwa usiku pia nisingeweza kwenda naye direct, nisingeweza. Ni lazima ningempa tu taarifa. Basi kesho yake nilikuwa nimefanya kazi za kwangu mimi mchana vizuri. Nikamtafuta, akaniambia pia sehemu ya kwenda kukutaniana. Nilimpikia mwanangu vizuri, nikamlisha kashiba, nikamwacha kwa jirani. Nikaenda kwa James. Alivyoniona tu akasema, mama, mbona umekuwa hivyo?" Nilikuwa nimekonda. Ule uzuri, shepu lote hakuna. Si nilikuwa nafanya kazi kujioverdosi. Muda wa kupumzika ulikuwa ni mdogo sana kwangu. Nilimwambia ni maisha tu. Yeye alikuwa amependeza sana. Basi akawa amenikumbatia, tulikaa pale, kwa ameniuliza za maisha, nikamwambia niko salama. Basi akaniambia, kiukweli nimekukumbuka sana. Lakini nini ambaye imekufanya kimekukumba umekuwa hivi? Nikamwambia ni maisha tu James. Basi akaniambia basi bwana, mimi ndo nimerudi, nilikuwa nimetoka Kongo. Ulikuwa umeenda Kongo? Kwa nini hukuniambia? Niliona nikikuaga ungejisikia vibaya sana. Kwa hiyo niliondoka tu kimya kimya. Nikamwambia sawa. Tulipiga story pale. Kunaelekea jioni, nilikuwa na mwaza tu mwanangu. Alishangaa siku hiyo nilikuwa na haraka sana. Nikamwomba, naomba chakula cha kwenda kula usiku. Akaniambia agiza chochote basi. Nakumbuka niliagiza chips kuku na take away, ikiwa mwanangu pia. Na hapo anajua labda vyote ni vya kwangu. Alinipatia shilingi 30,000, akaniambia tutawasiliana. Nilimwambia sawa. Basi nilikuwa nimerudi nyumbani, nikamchukua mwanangu, nikamogesha vizuri, na hapo nikamwekea ale chips baba yake alizokuwa amezinunua. Basi usiku nikaanza kujisemea, ngoja kesho nimpeleke mtoto kwa baba yake. Sijui kama atanielewa, maana nawaza tu kama nikikaa kimya akija kujua atasema kwa nini hukuniambia. Niliporudi niliwaza au nimpeleke kadi kwanza. Nilikuwa nawaza nimpeleke mtoto ama kadi, acheni tu. Hapo nilikuwa nasema, je, akimkata mtoto itakuwaje? Nilipopata wazo nikasema acha nimwite kwangu ili akija mkute mtoto. Nilifanya kazi nyingi sana kwangu. Nakumbuka ilifika mchana, niko nimemtumia message James. Nikamwambia samani, naomba jioni uje kwangu please, nakuomba. Akaniambia niko busy sana, labda kesho. Nikamwambia sawa kesho.
Na kesho yake nikapika vizuri, nikawa nimesubiri hapo. Na hapo nimempigisha dogo pamba kali kinoma. Basi saa 2 akawa ameniambia nipo kitaa mtaani kwenu. Nikamwambia njoo basi, si unapajua nyumbani. Akaniambia njoo bwana nichukue. Nikaenda na huku nimembeba mwanangu. Nilipofika pale nikamwambia karibu, akaniambia asante. Alinikimbilia, akaniambia ushapata jirani wa kukusindikiza. Nikasema angejua basi. Nikanyamaza, tuko tumeingia ndani, akakaa kama kawa tu, lakini mazingira yamebadilika sana. Akiangalia anaona poti, mara mtoto kashapazoea pale nyumbani amekaa zake tu hana hata shida, mara mtoto akaanza kuita, "Mama." Muda huo James alikuwa anashangaa tu. Nikamuitikia naambia mwanangu, akaniambia mama. Mama, naomba mama. Basi nikampatia, akaniambia Flora, sikuelewi. Nikamwambia hakuelewi nini? Akaniambia huyu mtoto umemtoa wapi? Nikamwambia ni wa kwako James. Akacheka sana, akaniambia acha masiara basi. Nikamwambia kweli? Embo tule kwanza bwana. Acha mawenge. Tukala pale ubwabwa nilikuwa nimeupika, na hapo pia nilikuwa nikiendelea kumlisha mwanangu. Basi hapo kichwani nilikuwa nawaza na mwanzaje James kumwambia. Mara simu yake ikaanza kuita, nikasikia halo, vipi niambie? Pole na kutumia hela bana uende hospitali. Basi akawa amekata simu. Mimi kimya, tumemaliza kula pale, nikakusanya vyombo, nikanyanyuka, nikaenda kuchukua kadi la kliniki nilimpatia. Akaniuliza, "Kwani vipi?" Nikamwambia soma. Akasoma kuelewa. Akaniambia, "Hebu nieleweshe." Nikamwambia, "Huyu ni mwanao." Akasema, "Kivipi nani Flora? Mbona kama sikuelewi? Mbona ghafla sana?" Nikamwambia, "Ulivyoondoka tu uliniacha niko na ujauzito. Ndio mtoto kashakuwa hivi." Akaniambia, "Sitaki masiara ujue." Nikamwambia, "Haumuoni tu anavyofanana na wewe." Akaniambia, "Ni watoto wangapi wamfanana na watu ambao sio wako? Nitajuaje kama ni babake mimi? Au nitajuaje kama babake kafanana na mimi?" Alinyanyuka akaniambia, "Wewe unaona kabisa ushaona hapa mimi ni mteremko tu, si ndio? Ilikuwa kwa mimi ni mteremko. Hebu usinichanganye bwana." Na vipi, kwa nini haukwenda kabisa kule nyumbani kwangu? Kama ulikuwa hivyo wewe ni mjamzito, ili ningepewa taarifa. Hebu acha unafiki bwana. Tena usinitafute, nishakuona wewe ni chawa tu kama machawa wengine. Unanielewa? Wewe ni chawa tu. Nisahau kabisa katika maisha yako, mjinga kabisa wewe. Nasema makubwa. Ni yeye ama kivuli chake James? Nililia sana siku hiyo. Nikimwangalia mwanangu napata uchungu kabisa. Nilikaa nikiwa najutia, nasema hata ni nini ambacho kimemleta? Ni bora tu angebaki huko Kongo, nisingeumia. Niliendelea na mambo yangu kule msikilizaji, hakuwahi kabisa kunitafuta James. Lakini pia sikumtafuta japokuwa kama moyo kalikuwa bado kana shauku ya kuendelea kumtafuta. Lakini ndio hivyo, nilikuwa naogopa, nikawaza hivi, nilifanya vibaya kutokwenda kule kwake? Hivi ningeenda ningepata msaada gani? Niliwaza, nikajiona mimi ni bonge moja la mjinga. Lakini kasema, makusudi ya Mungu ni ya vizazi na vizazi. Sikujikatia tamaa, na tena nilikuwa naona tu alinizidi kunifanya mimi nimpambanie mwanangu. Kwa hali na mali, sikukata tamaa, niliendelea kupambana. Nakumbuka kuna hizi posti za mitandaoni za nafasi ya kazi, kama mnazijua, na kama masiara tu nikawa nimefanya application, baada ya wiki nikawa nimechaguliwa. Ilikuwa ni Dar es Salaam. Nikasema Mungu ni mwema, wacha nikafanya interview then nijue. Sasa hapo nilikuwa nawaza ni wapi nitamwacha mwanangu, kwa jirani gani? Jirani hana shida, lakini kulala ndo shida. Niliongea naye akaniambia atamwambia mwanae wa kwanza alale naye, maana kidogo ni mkubwa, alikuwa darasa la 6. Basi nilijiandaa vizuri, niko nimeondoka. Nikawaacha funguo kwa ajili ya kulala kule katika chumba changu. Niliondoka Dodoma majira jioni saa 10. Na hapo kule supermarket kwenye kazi ya usafi nilikuwa nimeomba ruhusa siku 2-3 tu. Na kule daycare kwenye sehemu ya kuwapikia watoto niliomba udhuru. Nakumbuka nilifika Dar es Salaam usiku sana. Nikalala guest. Asubuhi nakumbuka palipokucha, kwa sababu interview ilikuwa ni saa 3 hivi, nilienda kunywa chai, nikaenda hadi sehemu husika. Nilikuwa wa kwanza msikilizaji kuwasili, yani saa 2 tu na madakika nilikuwa pale. Ndipo wengine wageni nao wakawa wamefuata, lakini cha kushangaza mimi ndo nilitoka mbali.
wengine walikuwa Dar es Salaam tu. Basi muda ulifika nikafanywa interview, tukaambiwa matokeo tutapewa siku 2-3. Nikawa nimerudi zangu Dodoma. Nikakaa pale nikaanza kufanya mishe zangu taratibu na huku nikisubiri majibu. Wiki ilikata hola. Nikasema nishafeli. Sasa nilikaa kama wiki 2, basi nikawa nimepigiwa simu. Nikapokea, wakaniambia samahani, tumepata namba yako kwa mtu wa kampuni fulani. Kwa hiyo samahani, tulikuwa tuna uhitaji wa wewe, kama utaweza kufika ofisini kwetu. Nikauliza ni wapi, akasema ni Dodoma, maeneo ya Kisasa. Nikamwambia sawa, kesho mimi nitakuja. Na kule kesho yake niko nimeenda, wakaniuliza tu maswali 2-3 na kuniambia wana shida na mtu wa kuwasaidia tu, japokuwa mshahara ni kidogo. Niliwauliza ni shilingi ngapi, waliniambia ni shilingi 200,000 kwa mwezi. Nikamwambia muda wa kuingia ni saa ngapi na kutoka, wakasema kuingia saa 2 kutoka saa 10. Nikajisemea afadhali kidogo, japo ndo ile ile nilikuwa napokea kule kote, shuleni na supermarket. Tulikubaliana pale ilikuwa ni masuala tu ya customer care na kusaidia pale kuchapisha, japokuwa haikuwa fani yangu, lakini tu nilipambana ili kusudi mwanangu aishi vizuri na mimi. Mwanangu nilimtafutia kidaycare cha kusoma na karibia na kazini, ili tu iwe rahisi mimi nikitoka nampitia. Maana yake niliwaza, nikimwachia jirani kila muda, kuna muda ndugu yangu utachokwa, hata kama hatakuambia lakini roho itakusuta. Basi nilianza kazi. Kumbukeni kipindi chote hicho sikuwa na kitanda, nilikuwa nalala chini. Sio kwamba sikuwa na hela, no. Nilikuwa nawekeza ili ikitokea la kutokea nisikose pa kuanzia. Maisha yalizidi kwenda. Nilipoona mambo yameanza kunyooka, manake angalau kulikuwa kuna marupurupu kidogo, kwa hiyo pesa ya kula sikuwa nitegemea sana katika mshahara. Nilinunua kitanda na godoro jipya, manake lile kidogo au lile dogo lilikuwa halifai. Na kidogo hali yangu ilianza kuwa nzuri, ndani palianza kupendeza, paka pamdada kweli kweli. Sasa watu kule Arusha au ndugu zangu sijawasiliana nao kabisa, nijue hata wanaendeleaje, lakini nakumbuka taarifa ya mwisho ni kwamba wanauza nyumba. Hivyo nilianza kumwomba Mungu aniondole James kichwani. Lakini msikilizaji, ndo ni kama unafuta namba ya mtu kwenye simu ila kichwani unazo. James alikuwa hanitoki akilini mwangu. Niliendelea zangu na kazi, nikawa napata tu uzoefu kwenye kampuni, ikawa kama inakuwa taratibu. Ilikuwa na haya masuala ya kilimo pia, mambo ya mbegu nini, madawa. Kwa hiyo niliendelea na maisha yangu vizuri. Mwanangu akawa anakuwa, akaanza kuongea, nikimwangalia najiuliza, hivi ndo wewe kabisa? Alafu eti ndo aje kuwa na zile akili za kuuliza, mama, baba yuko wapi? Sijui nitamjibuje kiukweli. Nakumbuka maisha yalizidi kwenda, nilikuja kupata mwanaume. Nilipata mwanaume akawa ananipenda hadi kero. Na hapo tu nilikuwa sijamkubalia. Lakini sasa kiherehere. Anamtoa hadi mtoto auti. Yaani acheni tu. Akawa anampenda mwanangu vibaya mno. Lakini sasa mimi sijampenda, na tena nilikuwa namuona chefu kabisa. Sasa siku moja nikasema hivi, yule kamkataa mtoto, alafu bado namfikiria tu kichwani kwangu. Na mimi sinifunguke tu akilini mwangu. Jamani, mbona kama nimefungwa? Mbona nimepata mwanaume anayenipenda mimi na mwanangu? Sinimkubalie tu jamani. Nikajisemea pote da pote, acha nimpende. Namsubiria mtu ambaye tayari kabisa alikwisha kumkataa mwanangu. Basi kiukweli ndugu zangu, nilimkubalia yule mkaka. Manake alikuwa ni mdogo kwangu kwa mwaka mmoja, lakini nilikuwa namheshimu tu. Siku hiyo sasa tulikuwa tumepanga kuonana naye na tena guest. Nikajipanga vizuri, tumefika, akawa amechukua chumba fresh tu. Tukazama zetu 6 kwa 6. Nilianza kumuona ni kama simba. Sijui ilikuwaje jamani. Manake alianza kunikamata. Nikaanza kumtukana, nikamwambia achana mimi bwana. Mwanaume gani hautaki kabisa hata tukacheke afya? Yaani sijui ilitokea wapi yale maneno, nilijikuta nimeondoka pale. Akanitumia SMS akaniuliza nini ambacho kimetokea. Nikamwambia mimi mwenyewe hata sielewi. Nikawa tu nimekosa interest na yule kaka. Maisha kaendelea hapo.
Mwanangu kafikisha miaka 2.5, babake ndo kabisa haeleweki. Siku moja nilikuwa zangu ofisini, simu ikaanza kuita. Kutazama namba nilikuwa naiona ni namba ya James. Wala sikupokea. Nikaimute, nikaendelea na mambo yangu pale kazini. Na hapo kamoyo kakaanza kuniuma tena. Nikasema ataniona mimi ni boya. Alafu limbukeni, isitoshe ataona bila yeye mimi siwezi kuishi bila yeye. Alipiga sana simu, sikupokea. Akatuma SMS, mbona nimekuja kwako haupo? Mimi kimya tu. Ikabidi nimpigie jirani yangu nimuulize. Akaniambia ndio, kuna mtu alikuja hapa amegonga sana. Kwa hiyo wanangu mimi wakamwambia kwamba wewe haupo, na ndipo huyo mtu akawa ameondoka. Basi nikapata uhakika. Nikawa najiuliza, huu nini ambacho kimempelekea mpaka amekuja nyumbani kwangu? Lakini sikupata jibu lolote. Nikapotezea. Nilikaa tena baada ya siku 3, namba mpya ikawa imenipigia. Kwa sababu kulikuwa kuna kuja kabisa wateja tofauti tofauti, na wengine wanachukua namba. Nikasema itakuwa ni mteja tu huyo. Nilipokea simu. Nikasikia Flora. Ndio umeamua kabisa kutokupokea simu zangu? Eti mama. Nikamwambia niambie. Akasema sorry. Uko wapi? Nahitaji leo nije nikuone. Nikamwambia niko mjini. Akasema uko na mwanangu? Nikasema makubwa. Mwanao yupi? Nikamwambia hapana, niko mwenyewe tu. Akaniuliza kwa hiyo yeye umemwacha wapi? Nikamwambia shule. Akaniambia nakuomba basi ukitoka nitafute. Nikamwambia sawa. Alipokata simu nikawaza, ukachanganyikiwa ama? Basi jioni nilipotoka, nishazoea nikitoka tunapita sehemu na mwanangu anakula kama ice cream nini na nini. Yaani nilikuwa ndio hivyo. Nikawa nimesahau kabisa kumpigia simu James. Saa moja akawa amepiga simu. Akaniambia kwa hiyo haujatoka? Nikamwambia nishatoka. Akaniambia mbona kama haujanitafuta? Nikamwambia mambo mengi. Akazidi kuniuliza, kwani uko nyumbani? Nikamwambia ndio, nipo nyumbani. Naweza kuja? Nikamwambia ni wewe tu. Akaniambia nakuja sasa hivi. Msikilizaji, hiyo siku hakutaka hata nimfuate. Alikuja mwenyewe mpaka nyumbani, akanikuta nikiwa na mwanangu. Kwanza ile kuingia tu ndani alipashangaa. Alikuta kitanda, alikuta godoro jipya, sofa, kabati, kulikuwa kuna friji, yani pamekaa vizuri hatari. Basi kuingia tu mwanangu akawa amemkimbilia. Akamsalimia. Nilikusha kumzoea. Akiona yoyote anamsalimia shikamo anko. Kwa hiyo alimsalimia shikamo anko, akatikia marhaba. Lakini mimi nakuomba nisalimie shikamo baba. Mtoto akasema hapana, mami, si hapana anko. Nikamwambia mimi niliitikia tu hivyo. Nikamwambia utajua mwenyewe mwanangu. Basi alikuwa amembebea apple alimpatia mwanangu. Na mimi nilikuwa nimemfundisha kitu. Akipewa kitu chochote na mtu ambaye ni mgeni, asipokee kile kitu. Basi alimwambia, mama kanikataza kuchukua vitu vya watu. Akasema no bwana, wewe chukua tu. Mtoto alikataa kabisa. Hadi nilipovichukua mimi nikampatia ndo akawa amekula. Kwa hiyo muda wote huo nilikuwa niko busy na kupasi nguo zangu. Mara nenda kupika, mara nachukua hiki. Yaani nilikuwa sina muda naye James. Hata kama mwanzoni nilipokuwa nikimshobokea. Sasa hivi sio hivyo. Akaanza kuniuliza, kwani siku hizo unafanya kazi wapi? Nikamwambia, akasema sawa, hongera sana. Naona kidogo umesogea. Nikamwambia namshukuru Mungu. Akaniuliza, Flora, niambie ukweli, baba huyu mtoto ni nani? Niko serious kabisa na usinifiche. Nikamwambia ni wewe. Lakini naona umemkataa, hakuna shida. Akasema no, kama ni wa kwangu nakuomba nikombe kitu kimoja tu. Nikamwambia kipi? Kesho nakuomba uje naye nyumbani kwangu. Nikamwambia kwani kuna nini nyumbani kwako? Naomba tu uje naye. Mimi ninachokuomba ndo hicho. Au utaniruhusu nije nimchukue mimi mwenyewe? Alafu nitamrudisha. Nikasema maswala ya kumchukua na kumrudisha hapana. Ni bora nije naye mimi mwenyewe. Basi nilimuuliza kuna nini, akawa ameniambia kesho tutajua tu, ni surprise. Kesho kwanza asubuhi atanikumbusha. Lakini pia usisahau kumleta. Na kwa msikilizaji, nilipotoka kazini nikawa nimempitia mwanangu. Tukaenda, nikasema nikikaribia nitampigia simu aje amchukue kwa njiani. Alafu mimi nitawasubiri. Lakini nikasema je,
wakienda alafu wakimwiba mtoto wangu. Nikasema nataka niende nijue nini kinachoendelea. Basi na mimi nilifika pale nikiwa na mtoto wangu akawa amekuja kunipokea, nikawa nimeingia ndani. Ile kufika sebuleni, msikilizaji, watu kama wote, nikasema kama uko vile jamani, siangeniambia kwamba nijifunge hata kamtandio. Asa mimi nilikuwa nimeingia na kisurali changu kimenibana kama kitaiti, na vile nimebarikiwa kishundu sasa hivi nimeanza kunawiri. Basi nikawa nimeingia, nikasalimia pale, nikawa nimekaa, nikaletwa juice. Wengine wanazungumza tu kilugha, mimi nilikuwa sielewi. Basi baada kama dakika 5 nikaona mtu anashuka juu kule gorofani, yuko na James. James kambeba mtoto. Basi mimi kimya, maana sielewi. Yule dada akawa amekaa zake, ndipo akapewa mtoto wake na James. James akasimama akasema, jamani, poleni sana kwa majukumu na asanteni kwa kutii wito wangu. Nikasema usijali. Na hapo Jaden wangu alikuwa amepewa juice pamoja na bites kidogo kidogo, alikuwa anakula na alikuwa na enjoy zake. Mimi nilikuwa sielewi. Basi akasema, jamani, kwa ambao ni wageni, Flora, hawa hapa ni wazazi wangu, baba na mama. Huu ni bibi yangu, huu ni baba yangu mdogo, na huyo hapa ni mzazi mwenzangu nilieza naye. Na hapo alikuwa anamzungumzia huyo dada mwenye kichanga. Sasa basi akawa amekuja kwangu, akasema huyu ni rafiki yangu na ndo ametukutanisha hapa. Mimi macho kodo, asa nimwakutanisha vipi? Nilishangaa. Basi akaanza, baba na mama pamoja na bibi, kwanza kabla sijaanza chochote, huyu mnayemwona hapa anaweza kuwa mjukuu wenu. Jamani, je wangu kafanana na babu yake copyright, ni kama vile ndo babake. Nini kitakachoendelea, msikilizaji? Usikose sehemu ya pili. Bana, nimekatisha hapa kwa sababu kiukweli hali yangu, afya yangu haiko vizuri. Na ndio maana mnaona kazi zinachelewa siku 2-3 hizi hakuna, lakini naendelea kurecover vizuri taratibu taratibu. Kwa hiyo tuishie hapa, sehemu inayofuata itakuja kwa siku hizi za karibuni. Endeleeni kuniombea, nitakuwa sawa tu na tutakuwa sawa, tutaendelea na majukumu. Asante sana kwa kunisikiliza, tukutane sehemu ya pili.